Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu ya pili ya simulizi yetu inaitwa Sehemu za Siri, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Mtunzi Edgar Mbogo unaweza kumpata kwa simu yake ya 0743 632 247, na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tuliishia, ilikuwa ni pale ambapo Jessica akiwa ni kitukuu wa Babu Zunda ndio ambaye alikuwa ameachiwa siri ya mali ambazo zilikuwa zimefichwa na Wajerumani kule katika mapango zaidi ya miaka 100 iliyopita, wakati ambao Zunda alikuwa kijakazi wa askari wa Kijerumani Captain John Lorenzo. Lakini mpaka sasa Jessica hakuna chochote ambacho alikuwa anajua kuhusu mali hizo, huku watu wakiwa wanamwandama kila kukicha wakiitaka ramani ya kufika kwenye hayo mapango. Baada ya kujiuliza maswali mengi kwa muda mrefu, leo hii Jessica amefika nyumbani kwa Babu Kapongo hapa Matimila ili kusudi kuona kama kuna ukweli ataupata. Karibu sana katika hii sehemu ya pili siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Jessica hakutaka siku hii ipite. Siku ya pili mapema majira ya saa 4 alikuwa amefika nyumbani kwa Babu Kapongo huko kijijini Matimila. Na kusema kweli kabisa, hiyo ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kufika kijijini hapo. Alivutiwa na upekee wa maisha ya Babu Kapongo, ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha kuliko wengine pale kijijini, japo kuna jambo lilimkatisha tamaa. Kusema kweli kabisa, Babu Kapongo alikuwa ni mzee mno, msikilizaji. Yaani alikuwa ni mzee sana kiasi kwamba alikuwa anashindwa hata kutembea mwenyewe, maana alikuwa amefikisha umri wa zaidi ya miaka 110. Jessica hakufikiria kabisa kama atapata kile ambacho alikuwa anahitaji. Lakini sasa jambo la kushangaza ni kwamba alipojitambulisha tu Babu Kapongo akamtambua. Ni kitukuu cha dada Kachiki. Karibu sana, karibu sana. Alikuwa anazungumza pale Babu Kapongo, ambaye katika mdomo wake alikuwa amebakiwa na maneno machache sana kiasi kwamba kumwelewa kile ambacho alikuwa anazungumza ilikuwa inahitaji utulivu wa namna yake. Nashukuru sana Babu. Nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa natamani sana kujua hadithi ya pango la hazina ambalo Babu Zunda alikuwa analizungumzia. Kwa sababu nimejaribu kuwauliza watu wengi sana, akiwemo hata mama yangu mzazi. Inaonyesha hata yeye hakuwa na chochote ambacho anajua. Alikuwa anazungumza pale Jessica wakiwa watu wawili tu mle ndani. Mjukuu wangu, kusema kweli kabisa hakuna ambaye alishawahi kufika katika hayo mapango zaidi ya Bwana Zunda mwenyewe. Wengine watu walikufa huko huko. Alikuwa anaeleza vile Bwana Kapongo. Babu Kapongo alisimulia siku ambayo alikutana na Bwana Zunda kule porini, akiwa ametoroka yeye pamoja na dada yake kwenye kambi ya Wajerumani, na kisha alikwenda huko kwenye hazina na kurejea na vipande 4 vya dhahabu. Lakini alikuwa na kipande cha ngozi ya swara iliyochorwa njia ya kufika huko pangoni. Hakuwahi kurudi tena huko pangoni, wala hajawahi kabisa kunipeleka mimi huko. Alisema tu kwamba hiyo ramani atamwachia mjukuu wake kwa ajili ya vizazi vijavyo. Alikuwa anazidi kueleza vile Babu Kapongo. Yalikuwa ni mazungumzo ya muda mrefu sana kwa zaidi ya masaa 5, na hiyo ni kutokana na uzungumzaji wa utaratibu wa mzee Kapongo. Mpaka saa 11 za jioni ndio muda ambao Jessica aliaga na kurejea tena mjini. Njiani Jessica alikuwa anawaza sana, na huku alikuwa anaanza kuamini kwamba inawezekana kukawa na hiyo sehemu yenye hilo pango la hazina kweli. Lakini pia kunawezekana kukawa na ramani imefichwa sehemu fulani ndani ya nyumba ile ambayo Babu Zunda alikuwa anaishi miaka hiyo. Kwa siku ya pili, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili, Jessica aliwaita wafanyakazi wake na kuwataka watafute kipande cha ngozi ya swala ambacho kimechorwa kipande cha ardhi, yani ramani, kama kinavyoonekana kutoka angani.
Ilikuwa ni kazi ya siku nzima, msikilizaji, wakipekua nyumba yote. Hata vifaa vya marehemu Babu Zunda vyote vilipekuliwa, lakini bado hapakuwa na hata kipande cha karatasi ambacho kilikuwa kinafanana na hiyo ramani ambayo alikuwa anaitafuta. Na kusema ukweli kabisa, Jessica alikuwa anaamini kwamba hiyo ramani lazima tu itakuwepo, kwa maana kwamba sasa alikuwa na ushahidi wa vitu viwili, moja ikiwa ni simulizi ya Babu Kapongo, lakini pili ni vipande vya dhahabu ambavyo hata yeye bado anavyo, amevihifadhi katika benki ya hazina ya wananchi. Jessica hakukata tamaa. Alikwenda kwenye kumbukumbu ya hadithi na vitu vya kale. Alikuwa anajaribu kutazama na kuuliza kama kuna hadithi yoyote ya pango ambalo lilikuwa na hazina, lakini hapakuwa na hadithi ambayo ilikuwa inaeleza moja kwa moja kuwepo kwa pango la hazina, zaidi ya hadithi nyingi tofauti za makamanda wa Kijerumani ambao walikuwa na ficha dhahabu nyingi katika sehemu ambazo zimekosa kabisa alama, wengine wakihisi kwamba zilivushwa kuelekea Msumbiji. Hadithi hii haikumkatisha tamaa kabisa Jessica, ambaye sasa alikuwa anaamini kwa asilimia zote 100 kwamba babu yake Zunda alikuwa anazungumza kitu cha kweli, kwamba ni lazima kuna ramani inayoelekeza hiyo sehemu ya mapango ya hazina. Tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2023, ikiwa ni siku ya Jumamosi, majira ni saa 2 za usiku, sehemu ni Mikocheni, Dar es Salaam, ndani ya jumba moja kubwa kwenye ukumbi wa sebule yenye kila sifa ya kuitwa sebule ya kifahari, ambapo ndani kuna vitu vyote vya thamani na gharama kubwa. Hapa ni nyumbani kwa mama mchungaji. Pale sebuleni wanaonekana wanawake wawili waliovalia nguo nzuri pamoja na vitu vya thamani kubwa sana. Wanawake hawa waliisha kwamba umri wao ulikuwa ni kati ya miaka 30 na mwingine 36, lakini muonekano wao ulikuwa unavutia machoni kwa kila mwanaume ambaye angewaona kwa wakati huo. Ukiachana na huyu mmoja ambaye alikuwa amevalia gauni la mikanda midogo pamoja na kitenge ambacho kimefungwa kiunoni, ambaye ndio mwenyeji wa nyumba hii, hatari ilikuwa ni kwa huyu mwingine ambaye alikuwa amevaa gauni refu pamoja na viatu vya visigino virefu, ambaye licha kwamba alikuwa na umbo chanyiko, umbo ambalo ukiliona tu lazima kiungo chako kimoja kipate shida, yani kama sio kustua moyo basi dudu lazima ingesimama, ama koo lingekauka, ama hata wakati mwingine ungeyasumbua macho pamoja na shingo yako. Mwanamke huyu alikuwa amekwenda hewani kama nambari 1 na alikuwa na umbo ambalo lilikuwa linataka kugawanyika kama namba 8, yani matiti ya wastani, tumbo dogo kuanzia kiunoni, mapaja mpaka makalioni. Huko ndio ilikuwa ni hatari zaidi. Alikuwa na miguu ya kuendea ufukweni, miguu ambayo kila mwanamke alikuwa anatamani kuwa nayo kwa ajili ya kuvalia suruali ama kuvalia sketi fupi pengine. Mwanamke huyu umri wake ni miaka 30, ambaye alikuwa na nywele ndefu ambazo alikuwa amesuka mtindo wa kawaida tu tuende kileoni, lakini zilikuwa zimempendeza vibaya mno. Uso wake ungesema kwamba alikuwa ni msichana mdogo kabisa wa miaka 22 ama 23. Huyu alikuwa ni mgeni wa hapa nyumbani kwa mama mchungaji, mwanamke ambaye ana umri wa miaka 36. Wote walikuwa wanaonekana kwamba ni wanawake wenye uwezo mkubwa sana kifedha, wakiwa wamekaa kwenye makochi makubwa ya kifahari na gharama kubwa wakitazamana. Wanawake hawa wawili, katikati yao kuna meza nzuri ya kioo, na juu yake kulikuwa na chupa kubwa ya waini ya Queen Tausi Coco Wine, huko glasi 2 zenye waini kidogo sana zikiwa juu ya meza. Na mpaka sasa naweza kusema kwamba walishanivamia mara kadhaa, na tena ni watu wenye bunduki kabisa, wanatafuta hiyo ramani ambayo kusema kweli kabisa hata mimi mwenyewe sijui kabisa iko wapi, lakini hawaioni. Alikuwa anazungumza pale huyu mwanamke mgeni wa mama mchungaji. Na hizo mara zote ambazo wanakuvamia hawajaona kitu chochote jamani? Nyumba yako ni kubwa kiasi gani mpaka hakuna chochote ambacho wanaona? Alikuwa anauliza pale swali huyu mama mchungaji kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao, na huku alikuwa anamtazama huyu msichana ambaye alikuwa anachukua glasi ya waini na kuisogeza mdomoni. Mama mchungaji ni mmoja kati ya wamiliki wa makanisa hapa jijini Dar es Salaam. Mtaji alipewa na mwanaume wake, raia wa Nigeria, ambaye pia ni mmiliki wa kanisa kubwa huko nchini Nigeria. Tunaficha jina la kanisa, msikilizaji, kutokana na kanisa hilo kuwa maarufu sana hapa nchini Tanzania. Huyu mwanamke mrembo mgeni anakunywa funda moja la waini tamu ya nazi kutoka nchini Mbogoland, na kisha anaiweka mezani glasi.
Na sio wao tu kwamba ndio hawajawahi kabisa kuiona hiyo ramani, bali hata mimi hivi ambavyo nakwambia ni kwamba sijawahi kabisa kuiona. Niliitafuta kwa nguvu zangu zote, nikisaidiana na wafanyakazi wangu wote pale nyumbani, lakini sijawahi kabisa kuiona. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanamke mwenye mvuto wa sura pamoja na mwili na ambaye alikuwa anatamanisha kitandani kweli kweli. Mama mchungaji mwenye kumiliki kanisa lenye waumini zaidi ya 5,000 anastuka kidogo na kisha anauliza swali. Lakini sasa inawezekana vipi Jessica usikione kitu ndani ya nyumba yako mwenyewe? Na wewe ulijuaje kama babu wa baba yako alikuachia hiyo ramani? Alikuwa anauliza pale swali mama mchungaji ambaye anamjua bidada huyo toka wakiwa chuoni huko nchini India miaka mingi tu iliyopita. Kwa mara ya kwanza kabisa aliniambia yeye mwenyewe mwaka 2012, ikiwa ni miezi michache kabla hajafariki dunia. Mwaka huu alikuwa na umri wa miaka 95. Mimi nilikuwa na umri wa miaka 19. Alikuwa anazungumza vile Jessica akiarudia maneno ya babu wa mama yake. Jessica, mjukuu wangu, nilikuchagua wewe kuhifadhi ramani ya utajiri wa vizazi vijavyo. Hivyo basi unapaswa kuhakikisha unaitunza hii ramani bila kumpatia mtu yoyote ule mpaka utakapoona kwamba inafaa kuanza kuitumia. Alikuwa anazungumza vile Jessica kumwelekezea mama mchungaji, ikiwa ni maneno ambayo babu Zunda alishawahi kumwambia mwaka huo wa 2012. Hapo sasa mama mchungaji ambaye jina lake halisi anaitwa Suzana alitabasamu kidogo, ni kama alikuwa anajizuia kucheka, yani alikuwa anacheka kitajiri. Lakini sasa Jessica, jamani, unafikiria kwamba babu Zunda wakati huo alikuwa na akili zake timamu kweli? Hasa kwa huo umri wa miaka 95 ambao unausemea hapa? Alikuwa anauliza pale swali mama mchungaji ambaye pia sio haba, ni mshangazi wa maana kweli kweli. Mwanzo hata mimi nilikuwa naamini hivyo hivyo pia Suzana, kwamba labda ni umri wake ndio unamfanya azungumze mambo ambayo hayapo. Na hata nilipokuja kuvamiwa na watu wenye silaha kwa mara ya kwanza wakidai kupewa ramani ya hazina, nilikuwa najua labda kuna mtu alisikia hadithi hiyo kutokea kwa babu wakati anazungumza. Lakini sasa nimemsikia mpaka mjomba wa babu zangu akisema kwamba babu alikuwa na hiyo ramani kweli. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na msisitizo. Mama mchungaji yani Suzana alikunja sura kwa mshtuko wa umakini kwamba hiki ambacho alikuwa anazungumza Jessica kilikuwa kinastaajabisha kidogo. Lakini kabla hajazungumza ama kuuliza chochote, bidada Jessica aliendelea kueleza zaidi. Unajua Suzana, babu yangu hajawahi kabisa kueleza historia ya utajiri wake ambao alikuwa nao. Nilijaribu sana kumuuliza mama yangu, akasema kwamba na yeye amekuta babu ni tajiri. Na ilikuwa hivyo hata kwa babu yangu pia, yani baba wa mama yangu. Wote walikuta tayari babu Zunda ni tajiri. Na hajawahi kabisa kumweleza mtu yoyote huu utajiri aliupata vipi. Utajiri ambao toka babu mpaka sasa hivi mimi naendelea kuutumia. Alikuwa anazungumza pale Jessica. Na wewe labda hujawahi kumuuliza babu yako kuhusu utajiri wake? Alikuwa anauliza pale swali mama mchungaji. Kwanza kabisa Jessica alitikisa kichwa kama vile alikuwa anasikitika kwa kile ambacho alikuwa anakizungumzia. Sio tu kuuliza dada Suzi, bali pia mpaka leo nina tofari 2 za dhahabu, kila moja lina kilo 5. Yote aliniachia babu. Alikuwa anazungumza pale Jessica ambaye ukiachilia mbali urembo wa dhahabu halisi kabisa ambazo alikuwa amevaa katika mwili wake, lakini bado hakuwa na pete ya ndoa. Hapo sasa mama mchungaji alitulia kwa sekunde chache kabla hajaibuka na wazo. Sikiliza sasa Jessica, unaonaje tukamtuma mwizi akaibia ramani nyumbani kwako? Alikuwa anauliza pale swali Suzana, na huku alikuwa anamtazama Jessica
Jessica anamtazama Suzana kwa sekunde chache kabla hajaachia kicheko cha taratibu, yani lile cheko la kisista du la bila kuonyesha meno, huku dimples zilikuwa zinaonekana mashavuni mwake. Yani kusema kweli kabisa dada Suzi, hata sijui ni kwa nini hunielewe. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ya masikitiko sambamba na kicheko cha taratibu kabla hajaendelea kuzungumza. Achana kwanza na hao majambazi pamoja na mibunduki yao dada Suzi. Hata mimi mwenye nyumba mwenyewe sijaiona kabisa hiyo ramani. Sasa unavyofikiria wewe ni mwizi wa namna gani ataweza kuiba kitu ambacho hata mwenye nyumba hajawahi kabisa kukiona katika nyumba yake mwenyewe? Alikuwa anauliza pale swali Jessica ambaye alishakuja kuomba ushauri hapa Dar es Salaam kwa huyu Suzana. Lakini ni kama vile aliona hakupewa ushauri ambao walikuwa anastahili. Nafikiri kwamba bado hujanielewa hiki ambacho anamaanisha hapa Jessica. Lakini pia nakuhakikisha kwamba hautonielewa mpaka siku utakapoiona ramani kutoka kwa huyo mwizi. Huyo jamaa anakuambia kweli kabisa kwamba ni mtaaluma wa wizi. Alikuwa anazungumza pale Suzana, huku Jessica alikuwa anamtazama kwa kutoamini kile ambacho alikuwa anazungumza. Lakini Suzana hakuishia hapo, aliendelea kuzungumza zaidi. Na labda nakueleza kitu ambacho sijawahi kabisa kukueleza hata mara moja. Na kuna mtu ambaye anajua zaidi ya sisi wanne tu, na wewe utakuwa ni mtu wa tano. Alikuwa anazungumza pale Suzana, na hapo kidogo Jessica akaongeza umakini kwa ajili ya kumsikiliza kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza. Maana alikuwa anahisi kwamba mara baada ya kusikiliza sifa za huyo mwizi pengine anaweza kuchuja vizuri kiwango cha mwizi, japo bado hakuamini kabisa kwamba kiwango cha mwizi huyo kinaweza kuipata ramani ndani ya nyumba yake mwenyewe. Suzana alianza kumsimulia Jessica kwamba mwezi wa pili mwaka 2023, wiki moja mara baada ya Pasaka, mwanamama Suzana ambaye alikuwa ameandaa tamasha kubwa la Pasaka, tamasha ambalo lingetanguliwa na ibada kubwa ya mkesha wa Pasaka. Tamasha likipangwa lifanyike kwenye kiwanja cha Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Siku hiyo ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Suzana ambaye kiachilia mbali mwanaume wake wa huko Nigeria, lakini pia alikuwa hajaolewa na hakuwa anamilikiwa na mwanamume yeyote yule, zaidi ya kwamba alikuwa anakutana na wanaume tofauti wa zamani ambao wengi wao walikuwa ni viongozi wa ngazi za juu kabisa wa serikalini ama walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa. Siku hiyo Suzana alitembelewa na bwana Daniel Odhiambo. Huyo ni mpenzi wake wa zamani wa Suzi, wakati Suzi akiwa anasoma kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari ya wasichana ya Iringa, huku bwana Daniel Odhiambo yeye alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya mkuu wa wilaya kama mshauri wa mgambo wilaya ya Iringa, akiwa ni kama askari wa jeshi la ulinzi mwenye cheo cha Luteni. Lakini bwana Odhiambo alifukuzwa kazi na kufungwa kwa tuhuma za kujihusisha na ujambazi wa utekaji wa magari ya mizigo. Na hata alipotoka gerezani alitoweka ghafla na kuja kuibuka kama tajiri mkubwa, huku chanzo cha utajiri wake kikiwa hakijulikani. Suzana akiwa hajui kabisa huyu mpenzi wake alikuwa amepajua vipi pale nyumbani. Alimpokea vizuri kabisa, wakanywa waini pamoja, na huku alikuwa anasimuliana mambo mengi yaliyotokea wakati wamepotezana. Na mwisho wa siku, katika usiku ule, wawili hawa mara baada ya kuelewa sana walihamia chumbani kwa Suzana ambaye kwa sasa ni mama mchungaji, na kuutumia huo usiku wote kuvurugana kitandani kwa mitindo ambayo mama mchungaji ndio alikuwa anaiona kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yake. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, kama kuna muumini wake hata mmoja tu angebahatika kumwona mama mchungaji kwa mara ya kwanza usiku huu, asingeamini kabisa kama ndio yule mama anayesimama madhabahuni kuhubiri kila Jumapili, akiwaonya waumini wake na kuwasihi kuacha dhambi, hasa kwa jinsi vile ambavyo alikuwa anajibinua na kutegesha kitumbua chake. Mama mchungaji aliamka siku ya pili majira ya saa 2 za asubuhi. Aliagana na mpenzi wake kwa kuingia uwanjani mara moja, na walipomaliza mchezo alioga, na bwana Odhiambo aliondoka zake akimwacha Suzana akiwa anatabasamu mwenyewe, hasa kila pale ambapo alikuwa anakumbuka jinsi alivyokuwa anabinuliwa usiku wa jana. Siku 3 baadaye, majira ya saa 2 za usiku, hiyo ilikuwa ni tarehe 7, siku ya Ijumaa Kuu, siku 2 kabla ya tamasha kubwa la Pasaka ambalo lingemwingizia pesa nyingi sana mama mchungaji, yani Bi Suzana.
Mida hii Suzana akiwa ndani ya gari yake Range Rover Sport amekaa siti ya nyuma ya abiria. Pembeni yake kukiwa na wasichana wawili warembo, mbele kukiwa na wanaume wawili wenye suti nyeusi, mmoja akiwa ni dereva na mwingine akiwa ni mlinzi. Pamoja na gari hilo pia kulikuwa na magari mengine mawili Toyota Harrier. Moja lilikuwa mbele na jingine likiwa nyuma aina ya Range Rover. Kila moja likiwa na wanaume watatu na mwanamke mmoja. Magari yote matatu yalikuwa na rangi nyeusi yakielekea kanisani huko Mbezi Beach. Lakini basi wakati wanakatiza maeneo ya Rugalo, Suzana alipokea ujumbe wa video kwenye simu yake kupitia WhatsApp. Ujumbe kutoka kwa mpenzi wake Odhiambo. Ulikuwa na ujumbe ambao uliambatana na video ambayo bado ilikuwa haijafunguka vizuri, huku ujumbe wenyewe ulikuwa unaambatana na maandishi ambayo yalikuwa yanasomeka: hujaukumbuka usiku wetu kipenzi? Hapo sasa Suzana akajikuta alikuwa anakumbuka jinsi alivyochangamka usiku wa siku ile, na kisha anaacha tabasamu pana. Lakini ghafla Suzana anakunja sura, ni kama alihisi utofauti kidogo wa ile video ambayo ilianza kufunguka na ikaanza kumpatia mashaka. Suzana alipata hamu ya kutazama ile video vizuri. Yaani wakati ule ule, kwa akamwambia dereva asimamishe gari mara moja. Na ni kweli kabisa, dereva alisimamisha gari pembeni ya barabara kwenye kituo cha daladala. Suzana akashuka kwenye gari na kusogea pembeni kidogo ya kituo, huku akiwa na bofya kuifungua ile video ambayo ilitumia sekunde chache tu kufunguka na kuanza kuonyesha. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, video hiyo ambayo Suzana alikuwa ametumiwa kwenye WhatsApp ilikuwa ni video ambayo ilimfanya achame mdomo kwa mshtuko mkubwa, huku alikuwa anahisi tumbo lilikuwa linaunguruma kwa mshtuko na kijasho chembamba kilikuwa kinamtoka usoni na kifuani pia. Kwa macho yake mwenyewe mchungaji Suzana aliweza kuona video ambayo ilikuwa inamuonyesha yeye akiwa uchi wa mnyama kabisa. Alikuwa anatazama kamera na sura yake ilikuwa inaonekana vizuri kabisa, huku mwanaume ambaye alikuwa naye akionekana nusu, yani kuanzia kifuani kuja chini. Sekunde tatu baadaye Suzana alikuwa anajiona yeye mwenyewe na alikuwa anageuka na kuipatia kamera mgongo. Makalio makubwa ya mwanamke huyu yanaonekana jinsi vile ambavyo yalikuwa ni makubwa, na alipotembea kusogelea ukingo wa kitanda, makalio yake yanaonekana yakitikisika kwa nguvu kwa nyuma. Suzana ama mama mchungaji aliyekuwa ametoa macho kwa mshtuko, huku akiwa ameziba mdomo wake, anaona jinsi vile ambavyo alikuwa anainama kwa nguvu na kuacha vitu vyote kuonekana kwa nyuma, yani kitumbua pamoja na kile kisima cha jirani kionekane kwa wazi kabisa mbele ya kioo chake cha simu. Jo, basi mpenzi, ufaili sambusa, maana najua kabisa kwamba ulimisi sana kwa miaka na miaka. Alikuwa anasikika Suzana alikuwa anazungumza mwenyewe, na alikuwa anazungumza kwa sauti ya ulevi, na ukuso wake ulikuwa unaonekana kwa mbali ukimtazama mwanaume ambaye alikuwa nyuma yake, ambaye alikuwa anakuja, huku alikuwa anaonekana upande wa nyuma bila kuonekana sura yake. Video hiyo ilikuwa ni video ya dakika 3 ambayo ilikuwa inaonyesha jinsi mwanaume vile ambavyo alikuwa anaingiza kwa hatua dudu yake kwenye kitumbua cha mama mchungaji, ambaye alikuwa anajua na jinsi vile ambavyo alikuwa anakata viuno na kufurahia hilo tendo, huku yeye mwenyewe alikuwa anapiga kelele za utamu na kufurahia tendo hilo. Kusema ukweli kabisa, video hii ambayo Suzana kuweza kuirudia kuitazama mara 2 ilionekana kumpatia mshtuko mkubwa sana wa moyo. Ni kwa nini ulichukua hii video Odhiambo? Naomba uifute mara moja. Suzana aliandika hiyo message na kisha kuituma kwa huyo Odhiambo. Sekunde ya 3 iliingia message ya emoji ambavyo vilikuwa vinacheka. Wakati Suzana anajiuliza maana ya kile kicheko ilikuwa ni ipi, mara ujumbe wa pili uliingia kwenye simu yake. Hicho ni kipande kidogo tu Suzana, kati ya vipande 15 ambavyo vipo katika simu yangu. Hiyo ilikuwa ni message ya pili kutokea kwa Odhiambo, ambayo kusema kweli kabisa ilimshtua sana Suzana, ambaye vijana wake walikuwa wanamsubiria kwenye gari. Suzana akaandika message mara moja na kumtumia bwana Daniel Odhiambo. Tafadhali sana Odhiambo, naomba ufute hizo video zote mpenzi wangu, kwa sababu zinaweza labda kuvuja hata kwa bahati mbaya. Aliandika message hiyo Suzana na kisha kuituma, lakini walipita ukimya wa dakika 1 nzima. Hapo ndipo zikaingia video 3 nyingine kwa mpigo. Suzana akafungua hizo video ambazo zilikuwa zinaonyesha alikuwa analiwa kitumbua katika mitindo mbalimbali, na bahati mbaya kwake kila mtindo ambao alikuwa anakaa
walikuwa wanaonyesha sura yake waziwazi kabisa na namna vile ambavyo kitumbua kilivyokuwa kinaingiliwa na dudu. Kuna wakati mama mchungaji alikuwa anaonekana alikuwa amekaa juu ya Odhiambo na walikuwa uchi wa mnyama kabisa. Alikuwa anacheza kama chura. Dudu ilikuwa inaonekana vile ambavyo ilikuwa anacheza nje ndani, ikiingia na kutoka kwenye kitumbua. Safari hii mama mchungaji alishindwa kabisa kuvumilia. Akaamua kupiga simu kwa bwana Odhiambo. Simu iliita kwa muda mfupi na kisha ilipokelewa huko upande wa pili. Mambo kipenzi. Alikuwa anasalimia vile Suzana kwa sauti ya utulivu yenye kubembeleza, huku mapigo yake ya moyo yalikuwa yanamwenda mbio kwa kasi ya ajabu. Umechelewa sana kupiga simu mpenzi. Hiki ndicho ambacho alikuwa anatakiwa kufanya nilipokutumia video ya kwanza tu. Hiyo ilikuwa ni sauti nzito ya utulivu ya bwana Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu, sauti ambayo ilikuwa imekosa kabisa urafiki. Hapa ndipo sasa kengele ya tahadhari iligonga kichwani kwa Suzana. Lakini sasa Odhiambo mpenzi, ni kwa nini ulirekodi video hizo zote? Naomba uzifute please. Na kama utakuwa unahitaji kumbukumbu yetu, basi tutarekodi nyingine ambayo haionyeshi sura zetu. Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ya kubembeleza. Kwanza kabisa Suzana mara baada ya kuzungumza hivyo alisikia kicheko cha kejeli kutokea upande wa pili wa simu. Lakini mimi sidhani kabisa kama hizi video zina dosari mpenzi. Maana unaonekana vizuri kabisa. Hakuna mtu ambaye atahangaika kukutambua kwamba ni wewe. Alikuwa anasikika Odhiambo alikuwa anazungumza kwa sauti ile ile iliyokosa kabisa urafiki. Na hiyo inamstua sana Suzana, ambaye alianza kuhisi kwamba labda kuna jambo limekusudiwa na Odhiambo mpaka akachukua video kama hizo. Na ndio maana alikuwa amerekodi kwa siri bila yeye kujua, huko yeye mwenyewe akiwa anaonekana tu peke yake, Odhiambo akiwa haonekani kwenye video hizo. Unamaanisha kitu gani Odhiambo kuzungumza kama hivyo? Alikuwa anauliza vile swali Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa na mshtuko mkubwa. Lakini upande wa pili wa simu kilisikika kicheko kizito cha kivivu. Kilikuwa ni kicheko cha kejeli kama kile cha mwanzo, kicheko ambacho kiliashiria dharau isiyokuwa na huruma hata kidogo kutokea kwa huyo mwanaume ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa siku za nyuma. Mimi najua vizuri kabisa kwamba una waumini wengi sana kanisani kwako mama mchungaji. Umeshajiuliza swali kwamba itakuwaje kama hao waumini wataziona hizi video zikisambaa mtandaoni? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu, na hapo Suzana akajisi alikuwa anachanganyikiwa. Kusema kweli kabisa, Suzana akajikuta alikuwa anaishukia siku ambayo alikutana kwa mara ya kwanza na Daniel Odhiambo huko Iringa, na akajikuta alikuwa anauchukia sana upiru ambao alikuwa nao siku ile, na mwisho akamchukia sana mpaka Odhiambo mwenyewe. Tafadhali sana Odhiambo, naomba usifanye kama hivyo. Alikuwa anazungumza pale Suzana ambaye ni kama alikumbuka kitu. Sawa, basi naomba tuzungumze Odhiambo. Ni kitu gani hasa ambacho anahitaji kutokea kwangu tafadhali? Alikuwa anauliza pale swali Suzana, na huku alikuwa anajikaza na alikuwa anazungumza kwa sauti ambayo ilikuwa na wasiwasi na kuchanganyikiwa kwingi. Hata mimi nilikuwa nataka nishangae kabisa mama mchungaji. Yaani Suzana ambaye mimi namjua anaweza vipi kutumia muda mwingi namna kama hii kuleta mchongo mezani? Alikuwa anauliza pale swali yule mwanamume kutokea huko upande wa pili wa simu. Na kusikiliza Odhiambo. Sasa sikiliza. Kesho siku ya Jumamosi majira ya saa 4 za usiku, nataka uniletee pesa shilingi milioni 200. Sehemu gani nitakwambia. Ikifika saa 5 za usiku hujaleta, video zako zote utazikuta mtandaoni. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye aliendelea kuzungumza zaidi. Na nataka nikueleza ukweli kabisa kwamba ujanja wote utakaojaribu kunifanyia, utafanya video zako ziende hewani, na uhakikisha kwamba hutoe taarifa kituo cha jeshi la polisi, wala huendi kinyume na maagizo ambayo nimekupatia.
Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu kwa sauti kavu iliyokuwa na kitisho pia. Sawa, nimekuelewa. Lakini tafadhali sana na kuomba Odhiambo usifanye lolote katika hizo video. Wahi kanisani. Kachukue sadaka. Kesho saa 4 za usiku nazihitaji. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kwa sauti ya kejeli kutokea huko upande wa pili wa simu na kisha alikata simu. Na hapo Suzana akasimama kwa dakika nzima. Alikuwa anawaza hiki ambacho kilikuwa kimemtokea. Ni kweli kabisa huyu mama mchungaji pesa alikuwa anazo tena nyingi tu. Lakini swali likaja kwamba je, ni kweli kabisa Odhiambo atatoa video zote ama atakuwa anaendelea kumtisha kila baada ya muda fulani? Na afanye kitu gani ili kusudi kupata kuhakikisha hizo video zote zinafutwa mara baada ya kumlipa hizo pesa ambazo alikuwa anahitaji? Kusema ukweli kabisa msikilizaji, hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwake kujua kama kweli Odhiambo amefuta video zote. Na atawezaje kumfanya afute video zote huyu mwanamume ambaye kiukweli alikuwa hajamuona kwa miaka mingi? Maana alikuwa anajua kabisa msikilizaji kwamba anaweza kumpatia hizo pesa ambazo alikuwa anahitaji milioni 200. Lakini video asifute. Baada ya miezi 3 ama 4 anampigia tena simu kumwambia kwamba zile video zipo na anataka pesa nyingine. Sasa atamfanya vipi kweli kabisa afute hizo video zote? Swali hilo kusema kweli kabisa msikilizaji lilionekana kumsumbua sana Suzana. Hata wakati wa ibada huko kanisani katika siku ya Ijumaa Kuu, bado alikuwa anaendelea kuanza kichwani. Lakini wakati anarejea nyumbani majira ya saa 7 za usiku, ndipo alipomkumbuka mwanaume mmoja ambaye huyu alishawahi kulala naye kama mara 2 hivi na bado alikuwa na mawasiliano mazuri tu. Mwanaume huyo kijana wakati alifahamiana na Suzana wakati huyo mwanaume alipokuwa anahudhuria ibada kanisani kwake. Hata wakatengeneza ukaribu na kujikuta wakiangukia katika penzi la mara moja pale ambapo alikuwa anajisikia upiru. Mwanaume huyu anaitwa Deusi Nyati. Ni wakala wa jeshi la Mbogolendi, yani MLSA, Mbogolendi Security Agent, ambao wana ofisi yao ya siri hapa nchini Tanzania, na wamefanya hivyo kila nchi kwa ajili ya kufuatilia wahalifu ambao wanakimbia nchini kwao na kuja kuwafuatilia. Licha ya kwamba Deusi Nyati ni raia wa nchi ya Mbogolendi, lakini pia alishawahi kuwa na raia wa Tanzania na alishawahi kuwa mtumishi wa jeshi la ulinzi la Tanzania. Kwa Suzana alipompigia simu bwana Deusi Nyati, aliahidi kwamba atamsaidia. Nitakupigia simu kesho saa 4 za asubuhi. Alikuwa anazungumza pale bwana Nyati ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa kwenye kelele nyingi kiasi kabla hajakata simu, huku Suzana akiwa ameahidiwa kwamba atasaidiwa. Kusema ukweli kabisa, mtindo wa maisha wa bwana Deusi Nyati na jinsi vile ambavyo alikuwa anatimiza majukumu yake, alikuwa ni mtu hatari sana, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anatumia nguvu za ulazimishi. Ni wazi kabisa kwamba angekwenda kufanya mauaji na kuchukua kila kitu ambacho kitakuwa mbele yake. Lakini swali lilikuwa ni je, kama atafanya mauaji na kuchukua simu yenye video, sasa itakuwaje kama Odhiambo atakuwa amehifadhi video hizo katika sehemu nyingine tofauti na kwenye simu hiyo, ambako Deusi atashindwa kabisa kujua hizo video ziko wapi sehemu nyingine kutokana na maamuzi yake ambayo atayachukua? Hapo sasa licha ya kuahidiwa msaada kutokea kwa bwana Deusi Nyati, lakini bado Suzana alikuwa na wasiwasi mkubwa wa kufanikiwa kuchukua video zote kutokea kwa Odhiambo. Maana alikuwa anahisi kabisa kwamba inawezekana kwenye simu zipo, lakini pia amehifadhi kwenye sehemu nyingine tofauti na kwenye simu hiyo. Siku ya pili majira ya saa 4 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, mama mchungaji Suzana akiwa ameamka ili kusudi apate kifungua kinywa, alipokea simu kutokea kwa mtu mbadi kabisa, Deusi Nyati. Sasa mama mchungaji, kutokana na aina ya kesi yako, kuna kijana mmoja mdogo atakufanyia kazi yako. Utamwandalia shilingi milioni 2 tu kama malipo ya kazi yake. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati kwa sauti yake tulivu yenye urafiki kutokea huko upande wa pili wa simu. Lakini sasa Deusi, una uhakika kweli kabisa kwamba huyo kijana ataweza kufuta hizo video zote kwenye simu?
Alikuwa anauliza pale swali Madam Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa imekosa kabisa imani, lakini kilisikika kicheko chepesi kutokea upande wa pili wa simu. Na sio kufuta yeye madam, bali nina uhakika huyo kicheche atakuletea ufute wewe mwenyewe hizo video. Alikuwa anazungumza pale Deusi kwa kujiamini sana. Jina kicheche linamshangaza kidogo Suzana. Kwa huyo mtu anaitwa kicheche au? Alikuwa anauliza pale swali Suzana kwa sauti ya mshangao. Ndio madam, hilo ndio jina lake la mwisho, anaitwa kicheche. Majina yake kamili anaitwa Takora Kicheche. Alikuwa anazungumza pale Deusi kama vile alikuwa anatania. Suzana ndio madam, hilo ni jina lake la mwisho. Majina yake yote matatu anaitwa Takora Kicheche. Alikuwa anazungumza pale Deusi kama vile alikuwa anatania. Suzana anaachia kicheko cha dakika moja nzima. Hebu sikiliza kwanza Deusi. Hili swala na kueleza ukweli kabisa kwamba sio swala la utani. Alikuwa anazungumza pale Suzana akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa haamini kile ambacho alikuwa anaambiwa juu ya kicheche. Kabla Deusi hajazungumza kitu kutokea huko upande wa pili wa simu, Suzana akaendelea kuzungumza tena. Hebu fikiria kwanza Deusi. Kesho mimi kama mama mchungaji nitaweza vipi kusimama mbele ya waumini na kuanza kueleza video kwamba sio za kwangu, wakati kila mtu anaona kabisa sura ni ya kwangu? Na sio nitasema samahani, shetani alinipitia ama vipi? Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kukata tamaa. Wala usijali kabisa Madam Suzana, na hapa naona kama vile wanapoteza muda bure tu. Hebu naomba nipatie jina la mhusika na kisha wewe piga simu kwake, mkubaliane mnakutana wapi. Alikuwa anazungumza pale Deusi nyati kwa msisitizo, na hapo Suzana akiwa mwenye kukata tamaa akajibu. Basi sawa Deusi, wacha nikuamini. Lakini najua kabisa kwamba kama ungekuwa uwezi basi ungeshaniambia kwamba huwezi ili kusudi mimi nijue cha kufanya. Alikuwa anazungumza pale Suzana kabla hawajaagana na kukata simu, na kisha Suzana aliandika ujumbe mfupi kumwelekezea Deusi nyati. Majina yake anaitwa Daniel Stefano Odhiambo. Alishawahi kuwa askari wa jeshi la ulinzi. Alifukuzwa kazi kwa matukio ya ujambazi. Sina taarifa zake mpya zingine. Hivyo ndivyo alivyoandika meseji na kumtumia Deusi nyati. Sekunde chache baadaye ujumbe uliingia kwenye simu yake. Sawa, nasubiria simu yako ukiniambia kwamba kazi imekwisha. Hivyo ndivyo ujumbe kutokea kwa Deusi nyati ulikuwa unasomeka, na bila kuchelewa Suzana alipiga simu kwa Odhiambo. Angalau sasa mama mchungaji anaona kumbe una nia ya dhati kabisa kulinda heshima yako. Ilikuwa nasikika sauti nzito yenye kejeli na sanifu kutokea huko upande wa pili wa simu, sambamba na kicheko cha taratibu pia. Kusema ukweli kabisa umeniweza Odhiambo. Pesa zako naweza kusema kwamba ziko tayari, naomba nipatie maelekezo. Alikuwa anazungumza pale mama mchungaji. Sikiliza kwa makini kabisa Suzana. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kwa sauti ambayo ilikuwa na msisitizo kutokea huko upande wa pili wa simu. Sawa, na kusikiliza. Mzigo utawaleta wewe mwenyewe kwa mikono yako Upanga Hotels, Las Vegas, chumba nambari 11, ghorofa ya pili. Majira ni saa 4 kamili za usiku. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu. Sawa, mimi nakuamini Odhiambo. Naomba sana usiniangushe katika hilo baba yangu. Naomba ufanye kama hivi ambavyo tunakubaliana, na mara baada ya hapo ufute kabisa video zote mara tu nitakapokupatia pesa zako.
Alikuwa anazungumza pale Suzana kutokea huku kwa sauti iliyokuwa na kuomba na kusisitiza pia. Nisikilize Suzana, wewe leta hiyo pesa na mara baada hapo nitafuta video zote mbele yako. Cha msingi nataka uje wewe mwenyewe na usishirikishe mtu yoyote ule, sio vijana wako wala sio askari wa jeshi la polisi, na ufike ndani ya muda niliokueleza. Kama utachelewa hata dakika 5 tu, basi nitakuwa napanisha video moja kila baada ya dakika 30. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kutokea huko upande wa pili wa simu kwa sauti ya msisitizo. Sawa Odhiambo, nitakuja peke yangu, lakini naomba sana tunza ahadi yako tuliyokubaliana. Alikuwa anazungumza pale Suzana akiwa anasisitiza, na wakaagana na kukata simu, na kisha Suzana akapiga simu kwa Deusi Nyati, simu ambayo haikuita sana ilipokelewa mara moja. Naona upo haraka sana Madam Suzana, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba na mimi niko ndani ya muda. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati kutokea huko upande wa pili wa simu. Nimezungumza naye, amesema kwamba yuko Upanga. Amesisitiza kwamba niende mimi mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa nakata tamaa kidogo, yani imani ilikuwa bado haijarudi. Ya, hata mimi nalijua hilo madam. Na najua kabisa kwamba yuko Upanga Las Vegas Hotel, chumba nambari 11, ghorofa ya pili. Na amesema kwamba uende saa 4 kamili za usiku. Ama nimekosea? Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati kutokea huko upande wa pili wa simu, na kumfanya Suzana aache tabasamu ambalo lilikuwa na mchanganyiko wa matumaini, furaha pamoja na mshangao. Haujakosea kabisa Deusi. Lakini sasa wewe umejua vipi haya yote? Alikuwa anauliza pale swali Suzana. Ni kwa sababu tumefuatilia taarifa zake. Na kama ungemjua toka mwanzo usingeruhusu kabisa hata kuingia katika nyumba yako. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati, na Suzana akastuka kidogo. Ni kwa nini unazungumza kama hivyo Deusi? Ama unamaanisha kwamba Odhiambo ni mtu hatari zaidi ya hivi ambavyo amefanya? Alikuwa anauliza pale swali Suzana, ama mama mchungaji. Ya, ni mtu hatari sio kidogo madam. Labda sikia sifa zake kwa ufupi. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati, na hapo Suzana akatulia kimya kusikiliza sifa za huyo bwana Daniel Odhiambo. Deusi Nyati huko upande wa pili alitulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Bwana Daniel Stefano Odhiambo aliyebahatika kufika cheo cha kapteni wa jeshi la ulinzi alishawahi kufungwa gerezani miaka 7 kwa kesi ya ujambazi. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati na kisha kuweka kituo. Mara baada ya sekunde chache aliendelea kuzungumza. Na mara baada ya kumaliza kifungo chake gerezani alijiunga na vikundi vya waasi ambavyo vinapigana na serikali ya RDC mashariki mwa Kongo, ambako alijiondoa mwaka 2013 mara baada ya jeshi la Umoja wa Mataifa chini ya MONUSCO kuanzisha Brigade ya Force Intervention. Alikuwa anazidi kueleza vile Nyati, ambaye aliendelea kueleza kwamba bwana Odhiambo mara baada ya kurejea nchini Tanzania mwaka huo wa 2013 kwa msaada wa fedha na silaha chache ambazo alikuwa nazo, akatengeneza kikundi kidogo cha wahalifu ambacho kilikuwa na watu 6. Kikundi ambacho jumla kabisa kilikuwa na watu 7, kukiwa na mwanamke mmoja kati yao, lakini pia walikuwa na bunduki AK-47 4 pamoja na bastola moja ambayo alikuwa anatembea nayo Odhiambo mwenyewe. Nyati aliendelea kuzungumza kwamba Odhiambo pamoja na vijana wake walianza kufanya matukio ya uporaji wa kwenye maduka pamoja na vibanda vya biashara ya fedha za mitandao ya simu. Wakati mwingine walikuwa na vizia watu wanaotoka benki na kuwapora pia. Lakini pia Odhiambo na kikundi chake ndio waanzilishi wa wizi wa kutumia pikipiki mitaani. Wanamvizia mtu aliyebeba pesa ama kitu cha thamani kwenye begi ama mkoba, na wao wanapita na pikipiki wakimkwapua na kutoka mitaani. Hawakuwa wanaona hasara kuua wala kujeruhi pale ambapo wanakusudia jambo lao. Walikuwa nafanya hivyo na huku wakiwa na hama mikoa kwa mikoa mpaka mwaka 2018 ambapo Odhiambo alibadilisha mtindo wa uhalifu wake na kuanza kuwatumia wanawake wenye fedha kwa kuwapiga picha za utupu kwa siri
na kuwadai pesa nyingi ili kusudi kufuta picha ama hizo video. Idadi kubwa ya wanawake hao ni wale ambao walikuwa ni wapenzi wake wa zamani, ambao sasa wamebahatika kuwa na mafanikio ya kimaisha, yaani wana fedha nyingi, ambapo wengi wao kwa sasa wamekuwa ni wake za watu. Mara baada ya kuwarekodi video za siri, huwaonyesha na kuwatishia kuzivujisha kama tu atakataa kutimiza kile ambacho anataka yeye. Na kwa kuhofia heshima pamoja na ndoa zao, wale wanawake kweli kabisa huwa wanatoa pesa haraka kwa ajili ya kufuta hizo video. Lakini sasa isivyo bahati ni kwamba Bwana Odhiambo sio mtu wa kutimiza ahadi zake. Anaweza kuchukua video na kufuta kabisa mbele ya mhusika wa video hizo, kiasi cha kwamba mhusika anaamini kabisa kwamba siri yake sasa iko salama. Lakini baada ya miezi michache, Bwana Odhiambo ambaye huhifadhi kopi za video sehemu 3 tofauti, anaweza kupiga tena simu kudai pesa nyingine upya kwa kutumia video zile zile. Na kwa kuhofia heshima pamoja na ndoa zao, basi ni kweli kabisa hao wanawake huwa wanatoa pesa kama ambavyo anaelekezwa. Alikuwa anazungumza pale Deusi Nyati. Kwa sasa Deusi, kama ndo hivyo, sisi tunaweza vipi kupata video zote? Maana inawezekana kweli kabisa hata video zangu atoka amehifadhi katika sehemu 3 tofauti. Alikuwa anauliza pale swali Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku kubwa. Ni kama tu ambavyo nimezungumza madam kwamba mara zote Bwana Odhiambo huwa anatunza video katika sehemu 3 tofauti. Kwanza kabisa ni kwenye simu ambayo wengi hudhania kwamba ndio ambayo anatumia kurekodi ya video, na hiyo anakuwa nayo mkononi wakati wanazungumza naye, na huwa anafuta video mbele yako kabisa ukiwa unashuhudia. Alikuwa anazungumza pale Deusi na kisha alitulia kidogo na kuendelea kuzungumza. Lakini pili huwa inakuwa ni saa yake ya mkononi, saa ambayo inamuonekana wa kwamba ni saa ya gharama kubwa, ambayo hiyo huwa anaitumia kuchukulia na kuhifadhia video. Na saa hiyo mara zote inakuwa mkononi mwake na huwezi kabisa kuitilia mashaka yoyote yale. Na sehemu ya 3 ambayo huwa anatumia kuhifadhia video hizo ni kwenye kompyuta ndogo ya mpakato, na hiyo ina video nyingi sana za wanawake mbalimbali, lakini pia huwa anaitumia kimtandao na kuendesha akaunti zake za mitandao ya kijamii. Alikuwa anazidi kueleza vile Bwana Nyati, na hiyo inazidi kumtia hofu zaidi Madam Suzana, ambayo kusema ukweli kabisa kutaka kuchafua jina lake hata mara moja, ambalo lingesababisha kupoteza waumini wengi ambao wamejitafutia kwa muda mrefu sana, waumini ambao walikuwa wanampatia pesa nyingi sana kila pale ambapo alikuwa anahitaji. Kwa sasa tutavipata vipi hivyo vifaa vyote vitatu na kuzifuta hizo video Deus? Alikuwa anauliza pale swali Madam Suzana kwa sauti ya mshtuko na ya kukata tamaa. Nafikiri kwamba wewe wala usiwe na wasiwasi kabisa Madam Suzana. Ni kama tu ambavyo nimekueleza kwamba Tako la Kicheche atafanya hiyo kazi yake vizuri kabisa, maana hajawahi kabisa kushindwa kuiba hata kidogo. Alikuwa anazungumza pale Bwana Nyati kwa kujiamini kwa 100% kutokea huko upande wa pili wa simu. Lakini pia msikilizaji, kumbuka kwamba hii ni story ambayo Madam Suzana anamsimulia Jessica, ambaye alikuwa anataka kumsaidia kumtafuta mwizi wa kutafuta ile ramani nyumbani kwake. Na Jessica alivyoonekana kwamba hana imani kabisa na huyo mwizi, wakati hata yeye mwenyewe mwenye nyumba alikuwa amekosa hiyo ramani katika nyumba yake, ndipo sasa Madam Suzana ameanza kumsimulia mkasa wake huu na namna ambavyo ametokea kumwamini kwa 100% huyo mwizi. Na mkasa unaendelea. Usiku wa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2013, siku ya Jumamosi, hapa Dar es Salaam, Tanzania, ikiwa ni siku moja kabla ya kumbukumbu ya sikukuu ya Pasaka, siku ambayo Wakristo wote nchini wanaungana na Wakristo wenzao duniani kote kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Ilikuwa ni siku ya mkesha wa Pasaka. Jiji lote la Dar es Salaam lilikuwa limechangamka kweli kweli. Mitaa kama ya Sinza, Magomeni karibia na ofisi ya Simulizi Mixi, Buguruni, Kimara, Manzese, Mbezi mpaka Kinondoni, lakini pia Temeke mpaka Mbagara, Gongo la Mboto, Ukonga mpaka Kinyerezi,
na mitaa yote mikubwa na midogo pembezoni na katikati ya mji kama vile Kibamba, Chanika, Kigamboni na Mtongani. Kote, kusema ukweli kabisa, kulikuwa kumechangamka mno. Sauti kubwa za muziki zilikuwa zinasikika. Kila baada ya nyumba moja ungeona kulikuwa na baa, na wakati mwingine ungeona baa kadhaa zimeongozana na zote zimejaa. Lakini pia ungeona pilika za magari, pikipiki pamoja na watembea kwa miguu, na sio ajabu kumwona mtu amelewa anatembea njiani akiwa na yumba kama nyasi za kondeni ambazo zinayumbishwa na upepo. Angalau madereva wa vyombo vya moto walikuwa wanachukua tahadhari za kutokuendesha magari wakiwa wamelewa ili kusudi kuepusha kusababisha ajali. Magari mengine yalikuwa yanaonekana yamesimama kwenye maegesho ya kumbi za starehe ama nyumba za kulala wageni. Lakini yapo pia ambayo yalikuwa yameegeshwa katika nyumba za ibada ambazo pia zilikuwa na watu wengi kweli kweli. Baadhi ya mitaa kulionekana wadada waliovalia nguo za kubana fupi na kuonyesha maungo yao, wakiwa wamesimama katika sehemu zenye giza ama mwanga hafifu kama vile Magomeni, Mapipa, Sinza, Makaburini, Temeke, Sudan, pamoja na mitaa ya Buguruni, Rozana. Lakini tofauti ilikuwa ni katika mitaa ya Upanga, Ushuani, ambako sio tu kukosekana kwa sauti za muziki ambao ulisikika sehemu chache, lakini pia hata pilika za watu na magari zilikuwa ni chache vile vile. Lakini hapa tunaiona pikipiki moja ikiwa na abiria inaelekea upande wa Palm Beach Hotel. Pikipiki hiyo iliyobeba abiria moja ambaye ni kijana mdogo aliyevalia suruali nyeusi, juu akiwa amevalia koti la rangi ya kaki, chini akiwa na viatu vyeusi. Mgongoni pia alikuwa na begi dogo jeusi, saa ndogo tu ya kawaida, sio zile za mshale, ni zile za digital. Pia ilikuwa imempendezesha mkono wake. Pikipiki hiyo inapofika njia panda ya kwenda makao makuu ya Jeshi la Wananchi, abiria akamgusa bega dereva wa pikipiki. Oya, naomba niache hapo. Alikuwa anazungumza vile huyu abiria ambaye ni kijana mdogo wa umri wa miaka kama 20 mpaka 22. Pikipiki inasogea pembeni na kusimama, na kisha abiria anashuka na kulipia shilingi 2,000. Pikipiki inaondoka zake. Kijana huyu anatazama saa yake ya mkononi ambayo ilikuwa na muonekano wa kizamani, inaonyesha ni saa 4 kasoro dakika 20. Kijana ananyanyua uso wake na kutazama upande wa pili wa barabara. Analitazama bango kubwa la kuvutia ambalo linawakataa, ambako kulikuwa na maandishi ya kuvutia ndani ya kioo cha rangi yaliyokuwa yanasomeka Las Vegas Hotel. Kabla kijana huyu hajavuka barabara, mara anauona mwanga wa gari wanatoka upande wa faya unakuja upande wake. Kwa hivyo anasubiria kidogo mpaka gari hilo aina ya Mercedes Benz linavuka, na kisha na yeye anavuka barabara pia. Anapofika upande wa pili wa barabara, anaanza kutembea kuelekea upande wa Las Vegas Hotel, na huku mara kwa mara alikuwa anatazama muda kwenye saa ya kwenye simu yake. Wakati huo msikilizaji, ndani ya chumba nambari 11 ghorofa ya 3 hapa Las Vegas Hotel, chumba hiki kinaonekana kujaa moshi mwingi wa sigara bwege maarufu kama bangi. Ndani ya chumba hiki tunamwona bwana Daniel Stefano Odhiambo. Alikuwa amekaa kwenye kochi dogo ambalo liko pembeni ya meza ndogo ya kioo karibia na kitanda cha futi 5 kwa 6. Mezani kulikuwa na chupa kubwa ya pombe kali Mbogoland Queen, na pembeni yake kulikuwa na glasi moja iliyokuwa na kinywaji nusu. Lakini pia kulikuwa na bastora, kisahani cha jivu, kompyuta mpakato pamoja na simu ya kisasa. Katika mkono wake wa kushoto alikuwa amevaa saa ya kawaida tu, mfano wa zile saa za digital. Wahenga wanaziita vimulimuli kutokana na uonyeshaji wa sekunde vile ambavyo zinakonyeza. Lakini basi kama ungeitazama vizuri saa hii msikilizaji, ungegundua kwamba ilikuwa ni zaidi ya saa, kwa maana kwamba ilikuwa ni simu ndogo yenye kamera ambayo ilikuwa na uwezo mzuri wa kuchukua matukio kwa kurekodi. Ndani ya chumba hiki bwana Odhiambo hakuwa peke yake. Kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa amejilaza kitandani nusu kiwiliwili, kwa maana kwamba alikuwa amevaa suruali pamoja na t-shirt, na chini alikuwa amevaa viatu vya ngozi. Lakini pia pembeni yake pale kitandani palikuwa na mwanaume mmoja mwingine ambaye alikuwa amevaa suruali ya jinsi pamoja na t-shirt, lakini pia chini alikuwa amevaa viatu vya ngozi ambavyo vilikuwa na shingo ndefu, na kila mmoja alikuwa na grasi mkononi. Bunduki AK-47 zilikuwa zinachungulia kutokea kwenye vungu ya kitanda. Macho ya watu wote watatu yalikuwa kwenye TV wanatazama taarifa ya habari ya shirika kubwa la habari huko nchini Uingereza. Na tukio ambalo lilikuwa linaonyeshwa yalikuwa ni matukio ya mapigano mashariki mwa Kongo,
ikiwa ni kurudi tena kwa kundi la M23. Yaani kama hapa Bongo ingekuwa hailipi. Nasema kweli kabisa, lazima ningerejea tena Kongo. Maana jamaa siku hizi wanaonekana wazi kabisa kwamba ni wa moto sana, tofauti na zamani tulivyokuwa kule. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo ambaye alikuwa na msokoto wa bangi mkononi mwake ambao alikuwa anafuka moshi muda wote. Wakati bwana Odhiambo anazungumza hayo, mara simu yake inaanza kuita. Wote wakaitazama simu mezani kwa macho ambayo alikuwa na shauku. Yes, huyu hapa. Naona kweli kabisa ameamua kutia amri. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo mara kuona jina la Suzana juu ya kioo cha simu kwamba ndio mtu ambaye alikuwa anapiga. Hapo alichukua simu kutoka mezani na huku alikuwa ananyanyuka na kuelekea dirishani. Anapokea simu na huku akiwa anafunua pazia na kutazama nje. Naamini kabisa kwamba una habari njema mama mchungaji. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kuelekea huko upande wa pili wa simu na huku alikuwa anachungulia dirishani. Lakini huku nje ya jengo la hii hoteli, msikilizaji, hoteli ambayo ni kubwa yenye utulivu wa kuzidi, watu wakiwa sio wengi kabisa. Upande wa kushoto wa hili jengo tunaona watu kadhaa waliovalia mavazi ya kuogelea pembeni ya bwawa la kisasa la kuogelea. Watu hawa walikuwa na furahia kwa michezo mbalimbali ya kwenye maji. Wengine walikuwa na glasi za vinywaji ambazo zimepambwa kwa namna ya kipekee kabisa. Lakini hilo sio tatizo. Tatizo ni uvaaji wa wanawake ambao wapo katika eneo hilo. Na kwa hakika kabisa eneo hilo sio la kwenda ukiwa na upwiru. Lakini upande wa mbele wa jumba hili kubwa la ghorofa 2 ambalo limepambwa na kila aina ya mapambo ya kisasa, upande wa getini tunamwona kijana mdogo wa kiume. Ni yule ambaye tulimwona mwanzo akiwa anashuka kwenye bodaboda dakika chache tu zilizopita. Sasa alikuwa anaingia katika eneo hili la hoteli kwa mwendo wa taratibu. Alikuwa anaonekana na kijana mtanashati na vazi lake la suti ambalo alikuwa amevaa katika usiku huu wa mkesha wa Pasaka. Lakini sasa mbele yake katika eneo la maegesho anaonekana bidada Suzana. Alikuwa anashuka kwenye gari dogo Mercedes Benz CLS na huku mwonekano wake ulikuwa ni wa kipekee. Mwanamama huyu ambaye ni mchungaji hapa nchini alikuwa amependeza ndani ya gauni refu rangi ya blue. Alikuwa amebeba mkoba wa blue uliotuna kweli kweli, na hiyo ilikuwa inaashiria kwamba huo mkoba ulikuwa na mzigo mkubwa ndani yake, japo sio mzigo mzito. Naomba nielekeze basi namba ya chumba kwa sababu sitakiwi kuonekana hapa nje. Alikuwa anazungumza pale huyu mwanamke na simu yake ambaye alikuwa amejitanda mtandio kichwani na miwani myeusi pia ilikuwa imetulia machoni. Njoo mpaka ghorofa ya 2. Chumba nambari 11. Utanikuta humo. Alikuwa anazungumza pale huyo mwanamume kutokea upande wa pili wa simu, na hapo Suzana alikata simu. Aligeukia gari lake na kisha kubofya kiongoza mbali maarufu kama remote. Gari ikatoa mlio fulani na taa elekezi zikawaka kwa pamoja mwako mmoja. Lakini wakati Suzana anajiandaa kuondoka, anamwona kijana mmoja mwenye umbo la kuvutia alikuwa anapita mbele yake na huku amevaa suti yake nzuri kabisa. Suti ambayo imemkaa vizuri katika mwili wake. Mwanamama anamwacha kijana apite mbele yake. Kisha yeye anaanza kutembea kuelekea mbele akiwa anafuata mlango wa jengo kubwa la hoteli hii ya Las Vegas. Upande ambao kijana huyu ambaye alikuwa na begi dogo mgongoni alikuwa anaelekea huko pia. Suzana anapiga hatua kadhaa. Anakutana na kijana wa kiume ambaye alikuwa amesimama pembeni ya njia na huku alikuwa anazungumza na simu. Ndio bosi. Hilo ndilo neno ambalo Suzana alilisikia akiwa anazungumza kijana wale wakati anapita karibu yake. Kijana anakata simu na kutazama upande wa kweli wa jengo. Anaonyesha ishara ya kunyosha mkono juu na kisha anauzungusha kidogo ukikomea upande wa jengo. Lakini wakati ule ule huko ndani ya chumba nambari 11 ghorofa ya 2, anaonekana bwana Odhiambo akiwa bado amesimama dirishani. Alikuwa anamtazama bidada Suzana mpaka pale ambapo anatokomea kwenye jengo. Na kisha hapo anawageukia wale wenzake wawili. Oya, tokeni chapo basi, ndo anakuja huyo. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo na huku alikuwa anarudi kwenye kochi, yani pale ambapo alikuwa amekaa mwanzo. Mwanamke pamoja na mwanaume wanajiinua kutokea kitandani na kufuata mlango na wanatoka nje. Mwashuka na wenzenu mkakai muendelee kunywa pombe.
Mimi nitajiunga na nyinyi mama mchungaji atakapokuwa ameshaondoka. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anaifinya bangi yake kwenye kisahani cha majivu. Sawa bosi, alikuwa anaitikia vile yule wa kiume, huku alikuwa anatoka nje ya chumba. Wakimwacha Odhiambo, alikuwa anavua t-shirt ambalo alikuwa amevaa, akifuatiwa na suruali mpaka mlango unafungwa. Tayari suruali ilikuwa katika magoti yake. Wakati huo wawili hawa waliotoka chumbani wanatembea kwenye korido ambalo lilikuwa tulivu kabisa, utulivu ambao unawafanya watembee mpaka karibia na ngazi. Ndipo wanakutana na kijana mmoja alikuwa anaingia kwenye bafu la wote, yani bafu la public. Wao wanaendelea tu kutembea mpaka wanapozivuka ngazi. Wanapishana na mwanadada ambaye alikuwa amevalia gauni la blue ambaye anapandisha ngazi ya taratibu. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa amechoshwa na kupanda ngazi. Na huyu ndio Suzana mwenyewe ambaye anapandisha ngazi mpaka mwisho na kuingia kwenye korido ambalo anatembea hatua chache kabla hajaona mlango wa choo cha wote unafunguliwa. Anaibuka yule kijana ambaye alimuona nje akiwa anapita. Licha ya Madam Suzana kuvutiwa na kijana huyu kwa jinsi vile ambavyo alikuwa anaonekana, lakini hakuhitaji kumsemesha. Ila sasa haikuwa hivyo, maana kijana huyu ndiye ambaye alimsemesha Madam Suzana. Usikae ndani zaidi ya dakika 5. Usile wala kunywa chochote humo ndani. Lakini pia ukiwa unakaribia kuondoka, agiza kinywaji na kisha omba uzuru wa kuondoka. Alikuwa anazungumza vile huyu kijana mtanashati kabla hajarudi tena kwenye ile sehemu yenye vyoo pamoja na mabafu. Suzana anatazama upande wake wa kushoto na kumtazama kijana huyu ambaye alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba ndio aliyetumwa na Deusi Nyati kuja kuhakikisha video zote zinafutwa. Anamwona ni kijana mmoja mwenye muonekano mzuri kabisa, tofauti na vile ambavyo alikuwa anawaza yeye, na kuvuta taswira ya mwizi kicheche. Wewe ndio kicheche au? Alikuwa anauliza pale swali Suzana, na huku alikuwa anasimama. Funga mdomo wako na kisha uendelee kutembea na ufanye kama ambavyo nimekuambia. Alikuwa anazungumza pale kijana huyu kabla hajafunga mlango na kurejea ndani ya bafu lile lile ambalo lilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kila mtu atakayekuwa karibu na hapo. Suzana anakumbuka wajibu wake na anaendelea kutembea kuelekea upande wa chumba nambari 11, huku mapigo ya moyo yalikuwa yanazidi kwenda mbio. Hakuwa anajua kabisa kama kweli kijana yule atafanikiwa ama itakuwaje, lakini anajipatia moyo tu na kuendelea kutembea mpaka anapofika kwenye mlango wa chumba nambari 11. Anasimama na kisha kugonga mara 2 na kutulia kusikilizia kama kuna mtu atajibu. Nani? Sauti ya mwanaume akiuliza kutokea ndani inasikika. Ni Suzi hapa, fungua mlango tafadhali. Anazungumza vile mama mchungaji, na hapo ni kweli kabisa mlango unafunguliwa na Suzi anamwona Odhiambo mwenye uso wa tabasamu akiwa amevaa bukta na tumbo likiwa wazi. Karibu sana mama la mama. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu hali ya juu kabisa, na huku alikuwa anampisha Suzi aingie ndani. Nashukuru sana bwana Odhiambo. Bila shaka umekuja kamili kabisa kama tulivyozungumza, sio? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo, na huku alikuwa anafunga mlango wa chumba na kumtazama Suzi ambaye alikuwa anakaa kwenye kochi. Ndiyo, mimi nimekuja na mzigo wako kamili kabisa Odhiambo. Naamini kabisa na wewe utatimiza ahadi yako. Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa na utulivu wa hali ya juu. Wala usijali kabisa Suzi. Nitafuta video zote mbele yako mara tu nitakapoziwa na pesa ambazo nimekuambia ulete. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anatembea kwenda kwenye friji na kutoa bia laini, na kisha anachukua glasi juu ya friji na kusogea navyo mezani. Pesa zako hizi hapa Odhiambo. Ni vizuri kama tutalimaliza ili swala mapema. Alikuwa anazungumza pale Suzana, na huku alikuwa anatazama mezani. Anaona kulikuwa na kompyuta ndogo, kulikuwa na simu ya mkononi pamoja na chupa moja ya pombe kali, bila kusahau glasi pia. Suzana anapata uhakika wa kile ambacho aliambiwa na Deusi Nyati juu ya Odhiambo. Maana hata anapotazama mkono wa kushoto wa Odhiambo,
Anaona kulikuwa na saa ambayo alipoitazama vizuri, anaona haipo tofauti kabisa na saa zingine ambazo alikuwa anazijua. Kusema kweli kabisa, ndio maana hata nimeshindwa kukusahau Suzana. Ni kwa sababu unafanya mambo kwa wakati. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anaweka chupa pamoja na glasi mezani. Karibu kinywaji, Suzi. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anataka kufungua chupa ya bia. Hapana Danieli, usifungue kwanza bia. Wacha kwanza tulimalize hili swala letu, na kisha nitaagiza waini ambayo mimi naipenda. Alikuwa anazungumza pale Suzi, na huku alikuwa anaufungua mkoba wake na kuweka juu ya meza. Kile ambacho bwana Odhiambo anakiona kwenye mkoba wa Suzi kinamfanya anaachia zinga moja la tabasamu, na huku alikuwa anaingiza mkono wake kwenye mkoba na kushika kibunda kimoja cha pesa ambacho kilikuwa na noti za shilingi 10,000. Hizi bunda ziko 200 na kila bunda moja lina shilingi milioni 1. Kwa jumla hapa ni shilingi milioni 200. Alikuwa anazungumza pale Suzana, huku alikuwa anamtazama Odhiambo ambaye sasa alianza kuhesabia fungo moja baada ya lingine mpaka alipomaliza. Ni zamu yako sasa Odhiambo, tufute hizo video sasa. Alikuwa anazungumza pale Suzana, na hapo bwana Odhiambo alichukua simu yake na kuitoa lock, na kisha anaweka sehemu za video na kumpatia Suzana. Video zote hizo hapo Suzi, wanaweza kufuta tu. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo. Suzana anapokea simu kutoka kwa bwana Danieli Odhiambo na kutazama juu ya kioo ambacho kinaonyesha vipande 16 vya video. Anajaribu kucheza video kadhaa ambazo anashindwa kufikisha hata robo. Baada ya kuona kwamba anatakiwa kuzingatia muda, Suzana anafuta video moja baada ya nyingine. Na una uhakika kweli kabisa na hizi tu basi Daniel? Alikuwa anauliza pale swali Suzana, na huku alikuwa anarudisha simu kwa bwana Odhiambo. Unaweza kupekua tu vile ambavyo utahitaji wewe Suzi. Simu ni hiyo hapo katika mikono yako. Anazungumza pale Odhiambo kwa sauti yenye usikivu wa kiungwana na kujiamini pia. Sawa, basi mara baada ya kumalizana inafaa tusherekee. Wacha niagize waini sasa. Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ya uchangamfu, na huku alikuwa anainuka na kwenda kwenye meza ndogo ya pembeni ambako kulikuwa na simu ya mezani ambayo hiyo inahusiana na mawasiliano ya ndani ya hotel. Wamezungumza jambo la msingi sana Suzi. Kilichobaki hapa ni kweli kabisa na kusherekea basi. Alikuwa anazungumza pale Suzana, na huku alikuwa anaachia tabasamu la kinafiki. Wakati huo alikuwa anabofya saa yake na kuweka upande wa kamera, nayo inaanza kurekodi mara moja. Halo, ni chumba nambari 11. Naomba niletee waini ya Mbogoland Queen. Alikuwa anasikika Suzi alikuwa anazungumza pale kwenye hiyo simu kabla hajakata simu na kurejea kwenye kochi na kaka kama vile ambavyo alikuwa amekaa mwanzo. Niambie sasa Danieli, ni kwa nini ukaamua kunichukua video kama hizi kweli? Alikuwa anauliza pale swali Suzana kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa urafiki kiasi cha kumshangaza hata Odhiambo mwenyewe, ambaye tangu ameanza kuwarubuni wanawake na kuwarekodi video za utupu alikuwa hajawahi kabisa kukutana na mwanamke ambaye amechukulia kawaida hili jambo na kujiamini kama huyu. Kusema kweli kabisa Suzi, naweza kusema kwamba ni kwa sababu ya maisha magumu tu. Naamini kabisa kwamba kama ningekuomba pesa kikawaida usingeweza kunipatia. Ndio maana nikatumia hii mbinu. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na sekunde hiyo hiyo simu ya Suzana inaanza kuita. Suzana anachukua simu yake na kisha kupokea bila kutazama namba ya mtu ambaye alikuwa anapiga. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Alikuwa anazungumza pale Suzana kwa sauti ya utulivu iliyokuwa na uzani mkubwa, nidhamu pamoja na unyenyekevu pia. Na kisha anatulia kusikilizia upande wa pili wa simu, ambapo Odhiambo hakuudhika kabisa na vile ambavyo Suzana alikuwa anazungumza,
na alikuwa amekusudia kumshawishi kulala naye tena, akimchukua video tena kama alivyofanya wiki moja iliyopita. Sawa, basi nakuja sasa hivi mtumishi. Nilikuwa katika kikao na wageni kutokea Nigeria mara moja. Alikuwa anazungumza vile Suzana, na huku alikuwa anainuka na kumimina fedha mezani, na kisha anachukua mkoba mtupu na kuanza kutembea kuondoka zake, akimpungia mkono Odhiambo. Odhiambo toka ameanza kuwafanyia wanawake michezo ya namna kama hii, anajiona kwamba hajawahi kupata pesa nyingi kama hizi hata siku moja. Anamtazama Suzana kwa macho ya sintofahamu na kumwona alikuwa anafikia mlango na kufungua, na kisha anatoka nje na kutokomea kabisa akiwa anafunga mlango. Suzana anatembea kwa haraka kwenye korido, lakini kabla hajafika mbali akamwona kijana mdogo ambaye ni yule wa mwanzo, lakini safari hii alikuwa amevalia suti mchanganyiko, yani suruali nyeusi pamoja na koti jekundu. Ndani alikuwa na shati jeupe pamoja na tai nyekundu pia. Wanazidi kusogeleana. Suzana alikuwa anamtazama kijana huyu ambaye alikuwa anaonekana katika muonekano wa mvuto, na huku alikuwa amebeba sinia dogo rangi ya dhahabu, sinia ambalo lilikuwa limefunikwa vizuri kabisa kwa mfuniko ambao ulikuwa unang'aa. Wawili hawa wanasogeleana bila kutazamana usoni. Piga simu polisi mara moja, waambie waje chumba nambari 11. Alikuwa anazungumza pale huyu kijana mdogo wakati wanapishana. Kijana huyu alikuwa anaelekea kule ambako Suzana alikuwa ametokea. Lakini huko chumba nambari 11, msikilizaji, bado tunaona vifungo vya noti vilikuwa mezani pale pale, sambamba na chupa 2 za pombe, yani ile chupa ya pombe kali pamoja na ile ya bia. Kusema ukweli kabisa, ana bahati sana huyu mwanamke. Ana bahati kweli kweli yani. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anashika chupa ya bia na kusogeza mdomoni, lakini anasita kidogo na kuirudisha mezani. Pengine sababu ilikuwa ni kwamba haijafunguliwa, ama pengine kulikuwa na kitu kwenye ile bia. Pumbavu kabisa huyo mwanamke. Naona bahati umechomoka leo, lakini nakwambia ukweli kabisa kwamba siku nyingine huwezi kuchomoka. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anashika saa yake na kuibofya, akiwa anaondosha upande wa kamera. Odhiambo anachukua simu yake, na wakati ule ule anasikia mlango wa chumba ulikuwa unagongwa na mtu kutoka nje. Mwanzo alikuwa nadhani ya kwamba atakuwa ni Suzana, labda alikuwa amerejea tena. Akatazama kushoto na kulia kuona kama kuna kitu Suzana alikuwa amesahau pengine, lakini hapakuwa na kitu chochote ambacho Suzana alikuwa amesahau. Na wakati huo pia akasikia mlango ulikuwa unagongwa tena mara ya pili. Nani? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo kwa sauti kavu ambayo ilikuwa na tahadhari. Ni mhudumu tafadhali, nimeleta oda chumba nambari 11. Ilikuwa nasikika sauti ya kiume kutoka upande wa nje wa mlango. Odhiambo alikumbuka sasa kwamba Suzana alikuwa ameagiza waini kabla hajapigwa simu ya dharura. Akatazama juu ya meza ambapo kuna zile pesa, kuna laptop pamoja na chupa 2 za pombe. Sawa, ingia. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa anaweka simu mezani na kuanza kukusanya pesa, akiwa anazipanga vizuri. Mlango unafunguliwa. Anaingia mhudumu wa kiume aliyebeba tray ambalo lilikuwa limefunikwa. Mhudumu anafika na kusimama mbele ya meza, na huku alikuwa na tray yake mkononi. Odhiambo anagundua kwamba kijana huyu amesimama kwa sekunde zaidi ya 5, na huku alikuwa ametulia tu. Unasubiria kitu gani? Pesa ya waini kaweke kwenye bili ya chumba hiki. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo bila kumtazama mhudumu, lakini sasa hapakuwa na jibu lolote kutokea kwa kijana huyu. Zaidi anaendelea kusimama kwa sekunde nyingine 5, na hiyo inamkasirisha sana bwana Odhiambo. Dogo, inamaanisha kwamba huelewi hiki ambacho nakuambia ama? Hebu ondoka mara moja bwana. Alikuwa anazungumza pale Odhiambo, na huku alikuwa ananyanyua uso wake na kumtazama kijana huyu. Lakini sasa anashangaa kumwona kijana alikuwa amesimama na alikuwa anamtazama kwa macho ambayo yalikuwa na tabasamu pana. Odhiambo anahisi kwamba mhudumu huyu alikuwa ametamani pesa ambazo zilikuwepo pale mezani labda.
na alikuwa anatamani kama yeye ndio angekuwa na zile pesa. Dogo, hujawahi kuwa na pesa nyingi kama hizi au? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo kwa sauti ya dharau na majisifu pia. Ni kweli kabisa mzee. Hii ndio mara yangu ya kwanza kuwa na pesa nyingi kama hizi. Alikuwa anazungumza pale huyu kijana mdogo kwa sauti yenye utulivu na urafiki pia. Basi inatosha sasa. Unasubiria kitu gani kuondoka? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo kwa sauti ile ile ambayo ilikuwa na dharau. Ndio naondoka mzee. Lakini natazama namna ya kutokea dirishani. Alikuwa anazungumza pale kijana huyu. Maneno ambayo alikuwa anazungumza kijana huyu yanafanya Odhiambo anyanyue tena uso wake na kumtazama mhudumu huyu. Ni kwa nini utoke dirishani tena huku juu kabisa gorofani? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo, na huku alikuwa anamtazama kijana ambaye anamuona akiwa amesimama mbele ya meza na kisenia chake vile vile. Ni kwa sababu dakika chache zijazo, wakati polisi wanakuja kukukamata, mimi nitapitia dirishani nikiwa na pesa zote ambazo umechukua kwa Madam Suzana. Alikuwa anazungumza vile kijana huyu, na kama ungemsikia vile ambavyo alikuwa anazungumza msikilizaji, ungedhania kwamba labda alikuwa anafanya utani. Lakini kuna kitu cha kustaajabisha ambacho kilitokea, kwamba kijana huyu alimtaja Madam Suzana. Odhiambo anastuka na kisha kumtazama kwa mara ya tatu. Anamtazama kwa sekunde chache kijana huyu. Safari hii ndio anagundua kwamba kumbe huyu ni mhudumu wa uongo, na alikuwa amebeba begi mgongoni mwake, kitu ambacho mwanzo hakuwa amekiona. Kwa sasa inamaanisha kwamba Suzana amekutuma uje kuiba pesa ambazo amekuja nazo au? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo kwa sauti ambayo ilikuwa na dharau. Umesahau na vitu vingine pia mzee, maana sio pesa peke yake, lakini pia kuna hiyo laptop, simu yako ya mkononi pamoja na saa yako. Alikuwa anazungumza pale kijana huyu mhudumu, na hapo ndipo sasa Odhiambo akajua kwamba hili swala limeshafika hatua ya juu sana, na hapakuwa na utani hata kidogo. Maana hakuwa ametegemea kabisa kama kuna mtu angejua kuhusu saa yake na laptop yake ambavyo huwa anatumia kutunza video za wanawake ambao anawarekodi, lakini pia kuhusu saa ambayo huwa anatumia kurekodi na kutunzia video vile vile. Unasemaje we mpuuzi? Alikuwa anauliza pale swali Odhiambo, na huku alikuwa anapeleka mkono kwenye mto wa kitanda, lakini hakuweza kufikia, maana tayari kijana alishaachia kisenia chake kikaanguka chini, na huku alikuwa anadaka kifaa fulani mfano wa bastora, ungesema kwamba lilikuwa ni kama toi, na kisha anaminya kuelekea kwa Odhiambo. Vinafyatuka viwaya fulani ambavyo vinakwenda kunasa kwenye mwili wa Odhiambo, ambaye anaonekana akiwa anaanza kuhangaika kama mtu ambaye amepigwa na shoti ya umeme. Kijana huyu mdogo anatoa kamba ndefu kutokea kwenye begi lake la mgongoni, na kisha anaweka fedha zote ambazo zilikuwa mezani ndani ya begi. Anachukua laptop pamoja na simu, navyo anaweka ndani ya begi hilo. Odhiambo ambaye hakuwa na uwezo hata wa kunyanyua mdomo wake kuzungumza, maana maumivu makali yalikuwa yamemshika katika mwili wake, anamwona kijana huyu wa ajabu akiwa anamsogelea pale kitandani ambapo alikuwa ameangukia. Anashindwa kufanya chochote kumzuia yule kijana ambaye sasa anaushika mkono wake wa kushoto na kuvua ile saa, nayo anaitia kwenye begi. Wakati huo masikio yake anasikia ving'ora vya polisi vikiwa vinasikika kuja upande wa hotel. Odhiambo anajua kwamba sasa anakuja kukamatwa, na tena mle ndani ya chumba kulikuwa na silaha ambazo anazimiliki kinyume na sheria, na mbaya zaidi alikuwa anasakwa na polisi kwa miaka mingi sana kutokana na matukio ya nyuma. Kwa tabu sana Odhiambo anazungusha macho yake kumtazama kijana huyu ambaye sasa anaonekana kubeba begi lake mgongoni na kumtazama, na kisha ananyanyua mkono wake na kuweka usawa wa jicho la kulia kama alikuwa anapiga saluti. Alafu anasogelea dirisha akiwa na kamba mkononi, na ni kama tu ambavyo unajua kwamba madirisha mengi ya gorofani huwa hayana nondo zaidi ya vioo vya kusukuma tu, na ndio maana ilikuwa ni rahisi sana kwa kijana huyu kutoka kwa kupitia dirishani kwa kuvuta kamba yake na kisha kutokomea. Na huu ndio mkasa ambao Madam Suzana alikuwa anaendelea kumsimulia Jessica, na hapo ndipo ulikuwa ni mwisho wa mkasa huu.
Kusema ukweli kabisa, sikuamini pale ambapo niliona nimepata vifaa vyote vya Odhiambo pamoja na pesa zangu zote, ikiwa haijapungua hata senti moja, huku Odhiambo akiwa anafikishwa kwenye vyombo vya dola na kufungwa miaka 30 gerezani. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Susan na kumwelekezea Jessica. Mpaka hapo ni kama vile Jessica bado hakuwa ameridhika na wizi wa kicheche. Lakini sasa Suzy, mbona yeye alikwenda kuiba? Na alikuwa anakwenda kuiba kitu ambacho anajua kabisa kipo. Lakini mimi nazungumzia kitu ambacho hata mimi sikijui kabisa kiko wapi. Kwa hivyo hapo huo ni kwamba ni matukio mawili tofauti. Alikuwa anauliza pale swali Jessica. Lakini pia yeye ana uwezo wa kujua hata kitu ambacho kipo mfukoni, hata kabla hajakiona. Alikuwa anazungumza pale Suzana, na kabla Jessica hajasema chochote, Madam Suzana aliendelea kueleza kwamba siku ya kwanza kabisa alipokutana na Deus Nyati ilikuwa ni siku ambayo Tako la kicheche alikuwa kwenda kuiba pete ya harusi, mpango ukiwa ni kuiba hiyo pete ukumbini kabla watu hawajabalishana. Alikuwa anazidi kueleza Suzana kwamba ukumbi mkubwa ulikuwa umejaa watu maarufu na magari ya kifahari yalijaa mle ukumbini. Ilikuwa ni harusi kubwa sana ambayo ilikuwa imewahusisha binti mmoja, mtoto wa kiongozi wa serikali, pamoja na kijana mmoja, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa tu hapa nchini Tanzania. Mchumba wa zamani wa huyo bibi harusi alikuwa ni mfanyakazi mdogo katika sekta binafsi ambaye alitumia miaka mingi sana kumpenda huyo mwanamke na kumpatia furaha, akiwa anatumia mshahara wake mdogo kumpatia kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Lakini sasa mambo yalianza kubadilika mara baada ya babake kuacha kazi ya walimu na kugombea ubunge, na baadaye babake huyo kuwa waziri, huku akiendelea na ubunge kwenye awamu ambayo ilifuata. Maisha yalibadilika kwa familia nzima, sio tu kwa wazazi na watu wengine, hata kwa binti yake pia, ambaye alipanda daraja na kuwa na matawi ya juu kabisa, kiasi cha kusahau fadhila zote za mpenzi wake wa zamani na kumwona sio lolote katika maisha yake. Mara baada ya kuona kwamba mpenzi wake anamdharau na anataka kuolewa na mwanaume mwingine, ndipo sasa huyo kijana, mpenzi wa zamani wa huyo msichana, aliamua kumkodi kicheche kwenda kuiba pete ambazo ni za gharama kubwa, zilizotengenezwa kwa dhahabu na kigoroli cha almasi kutoka Mbogoland, ambazo maharusi walipanga kuvalishana kama ishara ya muunganiko wao. Hatujui kabisa kicheche alikubali jukumu hili kwa malipo ya kiasi gani. Lakini mwisho wa siku, mida ya saa 2 za usiku, ukumbi huo ukiwa umejaa na watu waliochangamka kwa vinywaji na sauti ya muziki, maharusi pamoja na wapambe wao wakiwa ukumbini, huku kila mtu akiwa anawatazama kwa namna ya kipekee na muonekano wao ukiwa ni wa kupendeza, ndipo kijana kicheche aliyekuwa ndani ya ukumbi huo akainuka ghafla na akaanza kutembea kuelekea mbele ya ukumbi kule ambako alikuwa amekaa maharusi na wasimamizi wao, huko shughuli zilikuwa zinaendelea. Hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anamzingatia zaidi ya wasichana 2 watatu ambao hawa walionekana kuvutiwa na kijana huyu mwenye umbo zuri ambaye alikuwa amevaa suti iliyomkaa vizuri kabisa katika mwili wake. Kicheche alipofika pale mbele akamsalimia mpambe wa kiume. Mambo vipi bro? Alikuwa anasalimia vile Kicheche akikubatiana na mpambe wa bwana harusi. Ni poa tu kaka, karibu sana. Alikuwa anazungumza pale huyu mpambe na kisha waliachana. Kicheche alihamia kwa bwana harusi akamkubatia pia na yeye. Hongera sana kaka. Alikuwa anazungumza pale Kicheche na huku alikuwa amekubatiana. Nashukuru sana bro, lakini mbona kama sikufahamu? Alikuwa anauliza pale swali bwana harusi, ambaye kusema ukweli ni mtu ambaye alikuwa na marafiki wachache na wote walikuwa ni watu maarufu. Kufukuwa na huyu mtu ambaye hamjui alikuwa anakuja kumpatia hongera, ikabidi amuulize swali, mbona hakuwa anamjua? Mimi wananiita Tako la kicheche brother. Hata mke wako anijue pia. Lakini naamini kabisa kwamba kuanzia leo hautonisahau. Alikuwa anazungumza pale Kicheche na huku alikuwa anaacha kicheko laini, na hiyo inamshangaza kidogo bwana harusi ambaye anatamani kutoa tusi zito kwa kuona kwamba alikuwa anapotezwa muda. Lakini anakumbuka leo ilikuwa ni siku yake muhimu, kwa hivyo hawezi kuivuruga. Inatosha sasa bro. Mimi niko na mambo mengi sana kwa ajili ya kuyakumbuka. Siwezi kukumbuka kitu cha ovyo ovyo tu.
Alikuwa anazungumza pale bwana harusi, na huku alikuwa anamtoa kicheche kifuani kwake kwa namna ya taratibu. Basi kama hujue ni kwamba vitu vya hovyo ndio huwa vinakumbukwa daima, hasa pale ambapo vinapokuwa vimeingia katika vitu vizuri. Alikuwa anazungumza pale kicheche, na huku uso wake ukiwa na tabasamu la usanifu, na kisha aligeuka na kuanza kutembea kuelekea upande ambako kulikuwa na mlango wa kutokea ukumbini. Haya sasa jamani, maharusi wageukiane kwa ajili ya zoezi muhimu kabisa linalofuata. Sauti ya MC, yani mwongozaji wa shughuli, ilisikika na wale maharusi kweli kabisa waligeukiana, huku kila mtu nyuma yake akiwepo msimamizi wake. Na sasa ni wakati muhimu kabisa wa kuvalishana pete kama ishara ya upendo na alama ya ndoa yenu. Alikuwa anazungumza pale mwongozaji wa shughuli, na hapo bwana harusi akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa kasha la kuhifadhia pete. Bwana harusi taratibu alifungua kasha la kuhifadhia pete, na huku alikuwa anamtazama mke wake mtarajiwa, akitarajia kumwona vile ambavyo atashangaa kwa kuona zile pete ambazo hakuziona hapo mwanzo na hakujua kabisa kama ni dhahabu ama ni almasi. Lakini sasa bwana harusi alishangaa kuona bibi harusi alikuwa anakunja uso kwa mshangao na mshtuko wa kutokuelewa kabla hajamtazama usoni bwana harusi wake, kama vile alikuwa anajiuliza kwamba huyu yuko sawa kweli ama ana matatizo ya akili. Bibi harusi ananyosha mkono wake kwenye kile kikasha cha pete, na kisha anaibuka na kipande kidogo cha karatasi, kitu ambacho sasa kinamzindua bwana harusi kutokea kwenye giza la kutokujua. Bwana harusi anatazama kile kikasha, haoni pete ndani yake, kwa maana kwamba hapakuwa na pete hata moja, pete ambazo zilikuwa ni za gharama kubwa sana, pete ambazo zilikuwa zimepangwa kwa moja kati ya tukio la kushangaza na kuvutia katika usiku huu. Bibi harusi na yeye anafungua ile karatasi ambayo ilikuwa na maandishi ndani yake: na kutakia harusi njema. Sasa naamini kabisa kwamba hautonisahau kama ulivyoniahidi siku za nyuma kwamba hautonisahau kamwe. Huo ndio ujumbe uliokuwa nasomeka kwenye ile karatasi. Pale pale bibi harusi akajikuta alikuwa anapoteza fahamu, na bwana harusi alibakia kidogo arukwe na akili, japo mpaka wanamshika na kumpeleka kwenye chumba cha mapumziko tayari alikuwa ameshaachia matusi mengi ya nguoni. Kwa maelekezo ya mpambe wa bwana harusi, watu walijaribu kufuatilia nje ya ukumbi, lakini hawakuweza kabisa kumwona kijana yule ambaye alikuwa amejiita Tako la Kicheche, ambaye alikuwa ametoka muda mfupi uliopita, na hapakuwa na dalili yoyote ya mtu huyo. Lakini licha ya simulizi hizo zote za kumhusu Kicheche, bado bidada Jessica kuona dalili ya kijana huyo kuweza kuona ramani ndani ya nyumba yake, kwa sababu hata yeye mwenyewe ambaye alikuwa anatakiwa kuibiwa hakuwa anajua kabisa hiyo ramani ilikuwa wapi. Mwezi wa 7 tarehe 28 mwaka 2023, siku ya Ijumaa. Majira ilikuwa ni saa 5 za usiku ndani ya mji wa kihistoria wa makazi ya zamani ya Babu Songeagama. Mji ulikuwa na kiubaridi fulani kitamu ambacho kilikuwa kinatokea kwenye milima ya Matogoro ambayo ipo upande wa kusini mwa huu mji wa Songea, na kufanya watu waonekane katika mavazi ya makoti mazito ya kuzuia baridi. Sisi twende nje kidogo ya mji wa Songea, upande wa magharibi, pembezoni mwa barabara ambayo inakwenda Peramiho, Mbinga mpaka Nyasa. Sisi tunaingia kilomita kama 11 kutokea Songea mjini. Kwa mbali tunaiona milima ya Chamburuma, eneo ambalo ilikuwepo ngome ya mwamba mmoja aliyewahi kutikisa Wajerumani mwanzoni mwa miaka ya 1900. Na hapa ni kilomita chache kutoka kwenye uwanja wa ndege usawa wa eneo la chini ambalo ni maarufu kwa kilimo cha mpunga upande wa kaskazini, na eneo la juu kuna msitu ambao umezunguka uwanja wa ndege. Mtaa huu ni mtaa wa Namanditi, ambapo tunaona magari mawili meusi Toyota Land Cruiser VX ZX yakiwa yanatokea upande wa mjini katika mwendo mkali. Taa pia zilikuwa na mwanga mkali, zimewashwa mpaka mwisho. Magari hayo yanapokaribia stendi ndogo ya Namanditi yanapunguza mwendo na kisha yanawasha taa ongozi za upande wa kushoto. Sekunde chache gari la mbele linakata kona kuingia kushoto na kuacha barabara kuu. Linafuata gari la nyuma yake, na kisha yote bila kujali yanapita kwenye barabara ya vumbi
Magari haya yanaongeza mwendo na kutembea kwa mwendo mkali zaidi, yanakatiza mtaa ambako kwa sasa kuna utulivu mkubwa. Dakika kama 10 baadaye wanakuwa nje ya mtaa ambako wanaanza kutembea kwenye njia iliyo katikati ya shamba la mahindi ambayo sasa yalikuwa yameshavunwa na kubakia mabua tu shambani. Sekunde chache mbele magari yale yanaanza kupunguza mwendo na kisha yanachepuka kulia ambako kwa msaada wa mwanga wa taa za umeme wa jua tunaweza kuiona nyumba nzuri kubwa ya kisasa ambayo imejitenga umbali wa kilomita 1 nzima, na nje linaonekana gari Toyota Alphard sambamba na Toyota IST. Magari yale mawili ya kifahari Toyota Land Cruiser yanasimama mbele ya nyumba ile. Wanashuka wanaume 7. 3 walikuwa natoka kwenye gari la nyuma na 4 walikuwa nashuka kwenye gari la mbele. Wanaume vijana 7 waliokuwa na miili shupavu wanasimama mbele ya nyumba hiyo, huku 2 kati yao wanaosogelea mlango wa mbele wa nyumba, na kisha mmoja anakanyaga kwa nguvu ile mlango na unasalimu amri, unaachia nguzo zake na kutangulia ndani. Kelele za hofu zinasikika. Vijana 4 wanaingia ndani na huku wanachoma bastola zao. Kelele zinaendelea kusikika. Mwanamke mkubwa na watoto wanaendelea kupiga makelele kwa hofu wakiomba msaada. Mara inasikika sauti ya mwanaume, "Msiniue jamani, tafadhali sana, naombeni sana msiniue." Alikuwa anazungumza pale huyu mwanaume ambaye alikuwa ndani ya nyumba pamoja na familia yake. Dakika chache baadaye wale vijana wanaume wanatoka nje ya nyumba, na huku alikuwa na mkokota huyu mwanaume mtu mzima. Huko ndani vilio vilikuwa vinaendelea kusikika. Wanamsogeza mwanaume kwenye gari la nyuma. Mlango wa nyuma wa gari unafunguliwa. Anashuka mwanaume mzee mwenye makadirio ya umri wa miaka kama 60, na alikuwa na muonekano wa kipekee sana, yaani ni mfupi na mwenye kitambi. Kichwani hakuwa na nywele hata moja. Mkononi alikuwa ameshikilia mkongojo. Vijana 2 waliomshikilia yule mwanaume mtu mzima wanamlazimisha mwanaume apige magoti, naye anatia amri, huku mwanaume yule mzee mwenye makadirio ya miaka 70 anapiga hatua ya kwanza kusogea. Hatua ya kwanza inatutambulisha kwamba mguu wa kushoto wa huyu jamaa ulikuwa na tatizo fulani, kwa sababu alikuwa na uvuta, huku fimbo yake ndio ilikuwa ni kama egemeo la hatua ya mguu wa kushoto. Hatua ya 4, mwanaume mzee anakuwa mbele ya huyu aliyepiga magoti. "Senso, mbona kama ulikubaliana na mimi kufanya kazi kabla hujanijua mimi ni mtu wa namna gani?" Alikuwa anauliza bali swali kwa sauti ya utulivu na taratibu huyu mwanaume mzee ambaye alikuwa amevalia koti refu jeusi ambalo lilikuwa linazuia baridi. "Bosi, kusema kweli kabisa bado naendelea kutafuta ramani. Naamini kabisa kwamba nitaipata hivi karibuni bosi." Alikuwa anazungumza bali Senso kwa sauti ambayo ilikuwa inaomboleza wasimzuru. "Ni lini sasa bwana Senso, mpaka lini? Umeshindwa kutumia njia ya kufahamiana, sasa unaamua kutumia njia ya kuvamia. Unafikiri kwamba utaweza?" Alikuwa anauliza pale swali huyu mwanaume mtu mzima. "Na kuhakikisha kabisa mzee wangu kwamba nitaipata tu ramani. Nina uhakika kwa sababu babu yake Fausta amesema kwamba ni kweli kuna hiyo ramani." Alikuwa anazungumza pale Senso ambaye sasa tunamwona kwamba ndio bwana Johnson Senso ambaye alivamia mara kadhaa pale nyumbani kwa Jessica. "Na labda kuna kitu ambacho bado hujakijua bwana Senso. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaijua hadithi ya uwepo wa dhahabu nyingi sana. Na ngoja nikupatie hadithi fupi tu ambayo hata mzee Zunda na Kapongo hawaijui." Alikuwa anazungumza pale huyu mwanaume mzee, akatulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Mwaka 1919 katika msafara wa Kapteni Lorenzo ambao walikuwa natoka kwenye makazi ya Wangoni kuelekea pwani ya kusini kwenye bandari ya Mtwara. Msafara ambao walikusanya watu zaidi ya 400. Wajerumani wakiwa 200 kasoro na Waafrika wakiwa ni wengi waliobeba mizigo, huku wamefungwa kwa kamba na minyororo pia, wakilazimishwa kutembea kwa bakora, na wengine waliojaribu kutoroka waliuawa mara moja. Ni siku kama 2 tu tangu kuanza kwa hiyo safari. Msafara ukiwa unapita maeneo ya Mchomoro, bado watu walikuwa wanaonekana kuwa na nguvu na walikuwa wanatembea kusonga mbele na mizigo yao. Wanaume walikuwa wamebeba masanduku makubwa ya mbao pamoja na yale ya chuma,
huku wanawake walikuwa wamebeba mafurushi makubwa ya mizigo yenye uzito wao. Lakini wakati wanapandisha kilima cha Mchomoro, zikasikika kelele za wafuasi, kama vile tungesema kwamba ni watumwa, ambao walikuwa wanazungumzwa kwa lugha ya asili, wakisema kwamba kuna mmoja ameshindwa kuendelea na safari. Msafara wa watu 5 wa kike ulisimama, yaani wale ambao walikuwa wamefungwa kwa pamoja kamba na yule ambaye alikuwa ameshindwa kuendelea na safari. Alikuwa ni mwanamke mwenye makadirio ya umri wa miaka kama 17 hivi mpaka 19. Yeye alikuwa amelala chini. Pembeni yake kulikuwa na boksi la mbao ambalo lilikuwa na ukubwa wa wastani. Boksi hilo lilikuwa na mfanano wa maboksi mengine ambayo yalikuwa yamebebwa na watu wengine. Askari wawili wa Kijerumani wanafika pale mara moja na kumtazama yule mwanamke ambaye alikuwa amelala chini. Atatuchelewesha tu huyo, inabidi auawe mara moja. Mmoja kati ya wale askari wa Kijerumani alizungumza hivyo, na huku alikuwa anatoa funguo na kuchuchuma karibu yake. Alifungwa bangili za shingo na huku mezake alikuwa anatoa bastora na alikoki kwa ajili ya kummaliza yule mtumwa. Hapana, usimmalize kwa risasi, kwa sababu hakuwa na popote ambapo anaweza kufika huyo. Yule askari mwingine alikuwa anazungumza baada kumwelekezea mwenzake mara baada kumaliza kufungwa ile bangili. Yule mwingine akarudisha bastora kwenye sehemu yake ya kuhifadhia na kisha akamnyanyua yule mwanamke na kumtupa pembeni ya njia, wakiamini kabisa kwamba hataweza kumaliza hata lisali moja kabla hajaliwa na wanyama wakali wa msituni. Mara baada ya hapo akagawanya mizigo kwa watumwa wengine na kisha safari ikaendelea, wakimwacha yule mwanamke mtumwa akiwa amelala pembeni ya barabara kama mtu asiyejiweza. Lakini sasa kitu ambacho hawakuwa wamejua wale Wajerumani ilikuwa ni kwamba nusu saa tu mara baada ya kumwacha yule mwanamke, mwenzao aliinuka na kuanza kusaka matunda pamoja na mizizi kwa ajili ya chakula. Mara baada ya kula na kushiba akaanza kurejea kule ambako alikuwa ametoka, akiwa na wazo moja tu la kumtafuta mwanaume wake ambaye alikuwa anaitwa Kuburi. Yeye alitoweka siku chache kabla ya safari hiyo. Alitoweka pamoja na vijana wengine ambao hao waliondoka kwenye kambi za mzungu Kapteni Lorenzo, wakipeleka masanduku ya chuma kwenye sehemu ambayo yeye na wenzake hawakuwa wanajua kabisa ni wapi, sehemu ambayo wazungu wengine hawakuwa wanaijua pia. Ni bwana John Lorenzo pamoja na kijana mmoja tu ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake ndio alikuwa anaijua hiyo sehemu ambayo inasemekana kwamba walikuwa nakwenda kuhifadhi yale mawe ya kung'aa. Na kilichomfanya huyu mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Zinduna kujifanya alikuwa amezidiwa na kurejea nyuma alikotoka kwa lengo la kumtafuta Kuburi ilikuwa ni baada ya kujua kwamba Zunda alikuwa ametoroka pia. Lakini sasa isivyo bahati, licha ya bidada Zinduna kutembea kwa wiki nzima huku akiwa anatia kambi kwenye vijiji kadhaa, ikiwa ni pamoja na Namtumbo na Namabengo, kote akiwa anajaribu kumtafuta Zunda, lakini hakumpata kabisa mpaka alipoamua kwenda Namabengo ambako alimkuta Kachiki, na ndiyo aliyemwambia kwamba Zunda alikuwa amekwenda kuwatafuta akina Kuburi. Akiwa mwenye kusubiria Zunda arudi, Zinduna alikaa na akina Kachiki aliyekuwa na mdogo wake Kapongo mpaka siku ambayo Zunda aliporejea kutokea porini ambako alikwenda kuwatafuta wenzie. Zunda, wewe peke yako ndio ambaye unajua ni wapi Kuburi alipo. Naomba uniambie tafadhali, mpenzi wangu, Kuburi yuko wapi? Alikuwa anazungumza pale Zinduna kwa sauti ya kubembeleza, kwa sababu alikuwa anaona kabisa kwamba bila kumpata mwanaume wake Kuburi, basi safari yake pamoja na mahangaiko yake yote angekuwa ni bure. Hautaweza kuwaona tena Zinduna kwa sababu Kapteni Lorenzo amewaua wote. Alikuwa anazungumza pale Zunda kumwelekezea Zinduna ambaye alilia sana, alilia kupita kiasi, na aliponyamaza Zunda akamsimulia kilichotokea na yeye alichokwenda kukikuta huko kwenye mapango. Picha ya simulizi ya kile ambacho kiliwakuta wakina Kuburi ilikaa kwa miaka mingi sana kichwani kwa Zinduna, ambaye pia mara baada ya miaka kadhaa alihamia Songea mjini ambako alikutana na mwanaume mwingine ambaye alianzisha naye familia. Lakini katika maisha yake hakuacha kuwasimulia watoto na wajukuu zake hadithi ya Kuburi pamoja na safari ya kupeleka mawe ya kung'aa kwenye mapango, huku akimtaja Zunda kwamba ndiye mtu pekee ambaye alishawahi kwenda na kurejea kule pangoni na anajua kila kitu kuhusu yale mawe. Mwaka 1985
Ndipo Bibi Zinduna alipogundua thamani ya mawe ya kung'aa aliyowahi kuyaona kwa Bwana Zunda na kueleza wajukuu wake ambao hawa siku zote walikuwa nadhani ya kwamba ni hadithi ya kufikirika tu kutoka kwa bibi yao. Lakini sasa haikuwa hivyo kwa Bwana Kabweza, mmoja kati ya wajukuu wa Bibi Zinduna, ambaye ni mmoja kati ya wajukuu waliokuwa na uwezo wa kipesa, ambaye sasa alianza kutilia umakini swala hili mara baada ya kuona mabadiliko ya maisha ya ukoo wa familia ya Bwana Zunda. Mabadiliko ambayo hakuwa na mtu ambaye aliyagundua kwa haraka, maana kila mtu alikuwa anaamini kabisa kwamba wanawaleta maendeleo na mafanikio kwenye maisha ya Zunda ni watoto wake ambao wanaishi nchini Uingereza. Lakini ukijiuliza wameendaje huko nchini Uingereza, ndipo unagundua kwamba mzee Zunda ambaye hakuwa na kazi wala biashara aliuza yale mawe ya kung'aa ambayo yanaitwa dhahabu, na alipata pesa ya kuwasafirisha watoto wake kuelekea huko Ulaya. Hapo ndipo sasa Bwana Kabweza aliamua kutafuta lile pango ambalo Bwana Lorenzo alikuwa amehifadhi masanduku mengi ya dhahabu, akiamini kabisa kwamba kama atayafikia angefanikiwa kuwa na utajiri mkubwa sana. Lakini hiyo haikuwa ni kazi rahisi kama ambavyo alikuwa anadhania, kwa sababu hakuwa anajua kabisa hayo mapango yalikuwa sehemu gani, na zaidi ya kujua uelekeo lilipo pango lenye dhahabu, lakini alisikia kwamba mtu pekee ambaye alikuwa na ramani na ambaye alikuwa anajua pango alikuwa wapi alikuwa ni Bwana Zunda. Kabweza alikaa chini na kuanza kufikiria namna ambavyo atapata ramani ya kufika kwenye mahea ya Kadara, sehemu ambayo hata aliyemsimulia yani bibi yake Zinduna alikuwa hajawahi kabisa kufika, na hakuwa anajua kabisa palikuwa panafanana vipi. Kabweza alitafuta kila kitabu na jarida ambalo lilikuwa na ramani ya dunia ili kusudi aweze kutafuta sehemu ambayo inaonyesha pango la asiri ambalo linaweza kuwa na dhahabu ambayo alikuwa anaitafuta. Alihangaika kwa muda mrefu sana, hata alipoamua kuanza safari ya kutafuta hilo pango kwa kufuata maelekezo ya bibi yake Zinduna, akianzia kijiji cha Matimila, safari ambayo alianza mwaka 1998. Safari hiyo ilimfanya azunguke porini kwa siku 6 bila kuwa na mafanikio yoyote, lakini hakukata tamaa. Akafanya tena safari ya pili mwaka mmoja baadaye, safari ambayo ilimwachia alama mbaya katika maisha yake. Siku ya 4 ya safari, akiwa na watu wengine 6, Bwana Kabweza aliteleza kwenye jiwe moja kubwa wakati wanavuka mto na akavunjika mguu wa kushoto. Hata walipomfikisha mjini na kumpeleka hospitali, aliisha kukatwa mguu wake na kupewa mguu wa bandia. Kusema kweli kabisa, mara baada ya hapo Kabweza akabadilisha mtindo wa maisha yake na alianza kujihusisha kwenye ujambazi, akianza na genge dogo la watu 4 wakiishi kwa kuhamahama wilaya kwa wilaya. Genge hilo lilikuwa linazidi kukua tu, na huku Bwana Kabweza alikuwa anazidi kuwa mwenye utajiri mkubwa, utajiri ambao hakuwa na hata mtu mmoja ambaye alikuwa anajua chanzo chake kilikuwa ni kipi. Hata ndugu zake wa karibu kabisa hawakujua chanzo cha utajiri wake kilikuwa ni kipi. Lakini mwaka 2014, kila mtu akiwa nadhania kwamba Kabweza amesahau kuhusu pango la mahea ya Kadala, ndipo sasa Bwana Kabweza alipokuja na wazo bora zaidi, nalo ilikuwa ni kuwatumia watu wa karibu na Babu Zunda kupata ramani ya zilipo zile dhahabu. Na barabara ya utafiti wake akampata Bwana Johnson Senso, mwanaume ambaye alikuwa amemwoa mmoja kati wa vitukuu wa Babu Kapongo, ambaye ndio mtu pekee aliyebakia kama shuhuda wa ukweli wa juu ya uwepo wa pango la dhahabu. Kabweza ambaye sasa anaishi Dar es Salaam alifunga safari mpaka Songea na kukutana na Johnson Senso, ambaye alimpatia mpango wa kuzipata dhahabu, na alikuwa ametoa ahadi ya kwamba kama ramani itapatikana basi watagawana dhahabu nusu kwa nusu, na huku akianza kwa kumpatia fedha nyingi sana Bwana Senso kwa ajili ya kufanikisha zoezi zima la upatikanaji wa ramani ambayo sasa walishajua kwamba ilikuwa imechorwa kwenye kipande cha ngozi. Akiwa anajua vizuri kabisa kwamba ramani alikuwa ameachiwa Jessica, kitukuu wa mzee Zunda, ndipo Bwana Johnson Senso alipoanza kuhangaika kuitafuta ramani hiyo kwa habari zote ambazo alikuwa anajua, mbinu ambazo ziligonga mwamba kila pale ambapo alikuwa anajaribu. Na akiwa na ugwadu wa kupata dhahabu, Bwana Kabweza akahisi wazi kabisa kwamba inawezekana Senso alikuwa anafanya uzembe wa makusudi kabisa, mara baada ya kuona siku zinakwenda bila mafanikio, na ndio maana leo amekuja kuzungumza na Senso. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, yeye Bwana Kabweza ndiye pekee ambaye alikuwa anaamini kwamba kuna dhahabu ambayo alikuwa anaizungumzia Babu Zunda, tofauti na wengine wote ambao walikuwa wanashuhudia kwamba hizo zilikuwa ni hadithi za kale tu. Lakini wewe ni mzembe kupita kiasi Bwana Senso.
unashindwa vipi kupata ramani kwa huyo mwanamke? Alikuwa anauliza vile swali mzee huyu mwenye mkongojo kwa sauti ya utulivu na taratibu, na huko alikuwa anaunyanyua mkongojo wake na kuukita kwenye bega la kulia la Bwana Senso. Na kuahidi kabisa mzee wangu kwamba naomba niongeze muda kidogo tu. Ramani tutaipata tu. Alikuwa anazungumza vile Bwana Senso kwa sauti ya kuomboleza, na huku alikuwa anamtazama mzee Kabweza kwa macho ya huruma. Msikilizaji, kilichoendelea hapa tukutane nacho katika sehemu ijayo, katika safari yetu ya kuisaka ramani ya kuelekea kule kwenye mapango, ambapo mtu pekee ambaye anajua ameshafariki muda mrefu sana, mzee Zunda. Waliobaki wote hakuna mtu ambaye anajua.